Bwana msikilizaji, karibu sana katika hii sehemu ya 3. Ni mzigo mtamu kweli kweli wa kuitwa Customer Care. Sasa kabla kuweza kuendelea, ngoja nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu iliyopita. Na katika sehemu ya 2 tulishia pale ambapo huyu mwanadada huyu wa kuitwa Abela alikuwa yuko ofisini kwake, na wakati yupo ofisini kwake ghafla anapokea ugeni ambao yeye mwenyewe Abela hakutarajia. Ugeni ambao kwa namna moja ama nyingine ulimwacha mdomo wazi. Sio yeye Abela tu peke yake, lakini hata mimi na wewe msikilizaji, wote tulibaki kinywa wazi kwamba huyo Daniel ni nani. Mbona kama vile ameonekana kuja ghafla tu kwenye maisha ya Abela? Mbona kama vile anataka kuja kuharibu penzi kati ya Customer Care na huyu bidada kuitwa Abela? Maana Abela tayari amesha fall in love kwa huyu mkaka kuitwa Customer Care. Unajua kuna muda mwingine sio lazima useme, lakini moyo tu vile ambavyo moyo vile ambavyo unahisi kwa mtu fulani. Unaona jinsi gani ambavyo Abela anateseka juu yule kijana conductor Customer Care. Bwana mzigo mtamu kutoka kwake bidada Agatha, Queen of Stories. Mimi mwenye hii sauti naitwa Uncle J. Karibu katika hii sehemu ya 3. Sasa wakati HR anatoka ofisini kwangu, mnajua kusema ule ukweli, nilishangaa sana kumwona. Sijui niwaambiaje ili muweze kunielewa. Nilishangaa sana kumwona mtu ambaye sikumwona kwa muda mrefu sana. Huyu mtu alikuwa anaishi nje ya Tanzania. Ghafla binivu namuona hapa ofisini kwangu. Kusema ule ukweli, nilishangaa. Wakati nashangaa mpaka nikajikuta nasimama. Nilisimama afu bado nikawa nashangaa. Na mshangaa huyu mtu ambaye alikuwa ameingia hapa ofisini kwangu. Alafu yeye huyu mtu alikuwa anatabasamu tu. Nilijikuta naita kwa sauti ndogo, nikawa nasema Daniel. Daniel, ni wewe? Hapo Daniel alitabasamu tu na kisha alikuja kwangu, na tena alikuwa amebadilika sana. Kwanza alikuwa ni mkubwa. Alikuwa ni mkubwa Daniel. Alinifikia na kisha akaniuliza kwamba Abela, ina maana hutonikumbatia rafiki yako kwa muda mrefu Abela, si ndio? Nilimtazama tu Daniel, alafu nikamwambia karibu sana. Karibu Daniel. Hapo nilipomwambia hivyo kisha nilisogea, nilimkumbatia tu kawaida. Ingawa yeye Daniel alilazimisha lile kumbato, kama ni mtu ambaye unamkumbatia alafu kama vile analazimisha ili kumbato, unataka kutoka alafu kama vile anakungangania. Nikajitoa mwilini mwa Daniel, nikarudi kukaa sehemu ambayo nilikuwa nimekaa. Nikamwambia Daniel, umerudi lini kwani? Hapo Daniel kwanza alitabasamu, akaniambia nimerudi jana usiku Abela. Wewe pekee ndo ulikuwa upo kichwani mwangu Abela. Hivyo nilipoamka tu nikamwa nije hapa, ila unachelewa sana kazini madam. Daniel aliponitamkia maneno hayo, kwanza nilimtazama. Nikamwambia ni kweli, leo nimechelewa kazini kwa sababu nilikuwa na mazungumzo na bibi asubuhi. Daniel, karibu tena Tanzania. Wow. Nimekaribia. Vipi lakini bibi yangu ni mzima wa afya? Unajua nimemkumbuka sana na nimekumbuka pia hata mapishi yake. Daniel aliponiambia kwanza nikatabasamu, nikamwambia ni mzima bibi, ni mzima kabisa. Na katika hilo kusema ile kule namshukuru Mungu. Kwanza Daniel, zawadi za Canada ziko wapi? Usiniambie kwamba umekuja wewe mwenyewe. Hapo nilipomwambia hivyo, Daniel kwanza alicheka, akaniambia Abela, nakusaje zawadi kwa ajili yako? Zawadi zipo reception pale. Kwanza Abela, hongera sana. Unajua Abela, kusema ule ukweli, unazidi kuwa mzuri unajua. Kila siku unazidi kuwa mzuri. Sasa Daniel aliponiambia kwamba kila siku mimi nazidi kuwa mzuri, hakika nilitabasamu. Na kumbuka Daniel alishangaa
Akanambia, Abela, seriously? Umetabasamu? Abela, umetabasamu? Leo ndo nakuona kwa mara ya kwanza Abela, toka nikufahamu. Abela, unatabasamu nzuri kumbe. Mungu wangu, najua nimefurahi sana Abela kukuona umetabasamu. Kwanza nikamtazama Daniel, alafu nikacheka, nikamwambia, Daniel, hebu acha masiara bana. Hebu Daniel, niambie upo hapa Tanzania mpaka lini? Maana wewe nakujua ni mtu wa kusafiri. Daniel alinitazama, akaniambia, nisikilize Abela, sitaondoka tena. Kwanza siondoki kwa sababu nafikiria kuhamishia shughuli zangu hapa mjini. Nafikiri sasa Abela, hutokataa tena ombi langu la kukuoa. Sina maana yake rafiki yangu. Abela, unajua jinsi gani natamani sana kukuoa. Unafahamu ya kwamba nahitaji uwe mke wangu kabisa na tuanze familia. Na hivi leo kwa mara ya kwanza nimekuona umetabasamu. Hakika nakiri ya kwamba Abela, wewe ni mzuri sana. Natumai huwezi kukataa kwa sasa mimi kukuoa Abela. Alafu Abela, sababu nyingine mimi kurudi hapa Tanzania ni kwa ajili yako. Nimerudi Tanzania kwa sababu kuna moyo wangu upo Tanzania, na moyo wangu huo ni wewe Abela. Kwa siwezi nikaishi sehemu nyingine ili hali moyo wangu uko Tanzania, na unatambua ni jinsi gani vile ambavyo nakupenda Abela. Tafadhali naomba usikatae mimi kukuoa. Please. Mnajua maneno ya Daniel kwanza ilinifanya mpaka macho nikayakodoa, yani macho yalinitoka. Nilimshangaa Daniel, nikamwambia, Daniel, what did you say? Unasemaje? Kuolewa na wewe? No Daniel. No, never. Haiwezi kuwa. Daniel, still utabaki kuwa rafiki yangu. Daniel, still utabaki kuwa ni kaka kwangu. Ni hivyo tu. Hapo nilipomwambia hivyo maneno hayo Daniel kwanza alinitazama. Akainuka, akawa anakuja ule upande wangu ambapo mimi nimekaa, na mimi nikasimama, nikamuuliza kwa hasira, nikamwambia, Daniel, unataka kufanya nini? Umetoka huko ulipo, unakuja huku, unataka kufanya nini? Abela, nataka kuzungumza na wewe. Nataka unielewe ya kwamba miaka yote hiyo I was just waiting for you to accept me as your man. Nimekusubiri kwa kipindi kirefu Abela. Nikisubiri ukubali mimi niwe mume wako Abela. Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Daniel? Kukubali? Kukubali nini? Kukubali kitu gani Daniel? Ebu nisikilize Daniel, please. Nakuomba usahau kabisa kuhusu mimi. Na wala usijipe moyo ukao na kaa unanisubiri mimi Daniel. Tafuta mwanamke mwingine Daniel. Oa. Mbona wanawake wako wengi? Mimi sio mwanamke wa maisha yako Daniel. Nakuomba ukubaliane na hilo. Yaani kama wewe umeona mimi ni mwanamke wa maisha yako, basi mimi sijaona kama wewe ni mwanaume wa maisha yangu. Kwa vile ambavyo wewe unazirespect hisia zako, na naomba pia uziheshimu pia vile vile hisia zangu. Usinilazimishe kwa sababu wewe umeona mimi ni mke wako, mimi sijaona kama wewe ni mume wangu. Ningeona wewe ni mume wangu, ningekubali, lakini sijaona. Kwa usitaki kunilazimisha. Samahani kwa hiki ninachokuambia, na samahani pia nitakachokwenda kukuambia ya kwamba Daniel, mimi sikupendi. Na wala yani sijawahi kufikiria ya kwamba ipo siku mimi nitakuja kuwa kwenye mahusiano na wewe. Daniel, haupo ndani ya moyo wangu. Najua ni maneno makali na kutamkia, lakini ni heri ukweli mchungu kulikoni tu ile nidanganye. Wewe sio chaguo langu. Nakuomba uondoke please. Nakuomba uondoke tafadhali Daniel. Abela, what's wrong with you? Una shida gani Abela? Kwa nini Abela unakuwa hivyo miaka yote? Lakini mimi nikueleweje kwamba wewe ni mtu wa namna gani Abela? Abela, huoni upendo? Abela, umejaa chuki, umejaa hasira. Ndio maisha gani sasa hayo Abela?
Mara ngapi mimi nimekwambia nakupenda? Mara ngapi? Mara ngapi Abela? Mara ngapi? Mara ngapi mimi nilikwambia kwamba mimi nitasubiri tu Abela? Lakini still hunielewi. For the sake of God, nikubalie uwe mpenzi wa maisha yangu. Abela, mimi nakuahidi nitafanya mambo mengi mazuri kwa ajili yako. Nitakutunza, mimi nakwambia ukweli. Ukinikabidhi moyo wako, nitoweka sehemu salama, sitoichezea hiyo nafasi ambayo utanipa. Mimi ni mwanaume wa kweli kwako Abela. Kwa nini hilo unakuwa huelewi? Lakini au labda mimi unaniona kama wanaume wengine. Mimi siko hivyo Abela. Mimi niko tofauti na wanaume wengine. Mimi moyo wangu uko kwako. Nakuomba hebu punguza hizo hasira. Mbona unakuwa na kisirani? Mimi nimekukosea nini? Lakini Abela. Daniel, get out. Toka nje tafadhali. Daniel, ondoka ofisini kwangu. Na wakati mwingine ambapo utakuwa unakuja hapa kwenye hii ofisi, na kuomba uje kwa sababu za kibiashara na mambo ya umuhimu tu. Sitaki na sipendi kusikia huo ujinga wako tena kwa mara nyingine. Daniel, na kuonya, hauko moyoni mwangu. Sikuhitaji na sikupendi. Lakini Abela, ni jina langu. My name is Abela. Get out. Get out Daniel. Msikilizaji, huyu mwanaume wakati tuko hapa ofisini, kwanza alinitazama. Aliondoka bila hata ya kuzungumza neno. Hakuzungumza neno lingine zaidi, aliondoka. Kwanza alipotoka nilibaki na hema juu. Nikaketi kwenye kiti, nikasema hivi, hiki ni nini? Yaani huyu amerudi na kunivuruga akili yangu. Eti Abela, nataka uwe mpenzi wangu, sijawahi kuanza hivi Daniel, kwa nini anisumbua? Wakati siku zote nilikuwa mimi namwambia simhitaji. Mimi moyo wangu umekufa, umeoza, kimekwenda kimerudi. Wanaume wengine mkikataliwa katalikeni basi. Mtu kama hakutaki utakiki. Sasa wakati niko hapo, simu yangu uliingia ujumbe. Nilichukua simu yangu kutazama. Alikuwa ni Gosbet. Alikuwa ameniandikia ujumbe ambao kwanza ulinifanya nitabasamu tu. Nilitabasamu alafu nikausoma ule ujumbe alikuwa ameniandikia Gosbet. Alikuwa ameniambia, Bella, uwezi kuamini. Unajua muda wote naona yaliyotokea ni kama ndoto vile kwenye maisha yangu. Abela, siachi kuanza kuhusu tabasamu lako zuri, macho yako na namna jinsi ulivyo. Abela, unajua unadeka sana wewe. Unadeka kwa kiasi ambacho siwezi hata kuelezea. Nimekumisi tu eti. Kwani upo wapi sasa hivi Abela? Gosbet, kwani unataka kunifuata? I wish that nikufuate, ila nimekosa muda kabisa siku ya leo. Hapo ulipo naona wivu, hata hewa jinsi unavovuta. Yaani sijui hata nisemaje ili uweze kunielewa. Gosbet, una akili ujue. Na hata hivyo mimi bado sijafurahi. Mtu, kwani tatizo ni nini tena mpaka usiwe na furaha? Hapana. Nipo kazini. Leo kazini nina siku mbaya sana, unajua Lakini Gosbet, huwezi kuamini, ujumbe wako umenipatia nguvu. Nani huyo mkorofi tuweze kumchapa? Jamani Gosbet, nisikilize mtu. Nahisi kama vile umenichoka. Mbona unanitumia vibox tu huko kwenye message? Kama Mungu wangu. Nikamwambia I'm sorry mtu, nimefurahi tu. Na hata hivyo nimesahau kama unatumia simu ndogo. Nilikuwa nimetuma emoji za kucheka kwa sababu umenifurahisha. Ulivyosema kwamba mtu alinikera siku ya leo inatakiwa aweze kuchapwa. In short ni kwamba atajichapa tu yeye mwenyewe. Hapo nilipojibu huo ujumbe, nilikaa kwa muda bila ujumbe wake, yani hakuwa ameniandikia. Na baadaye ndipo akaniandikia, akaniambia, Abela, duniani kuna maudhi, kuna makwazo, kuna watu wanajua kukuharibia siku, hata kuna muda unaweza kuwa unajiuliza, nimemkosea wapi mimi huyu Mungu?
Kitu cha kuchekesha ni kwamba watu hao wenyewe huwa hawaoni kama wanakosea. Hujiona wako sawa kabisa na wanastahili hilo alilolifanya. Unayeumia ni wewe peke yako. Unayekosa raha na kuacha kufanya mambo yako ni wewe Abela. Wakati mwingine jifunze kuwa na moyo mgumu. Potezea mambo, furahia maisha, ujitenge mbali na hao watu ambao wanakuharibia siku yako. Kwa sababu tabasamu lako unatakiwa liweze kuficha maumivu yako. Udhaifu wako ufiche umaskini wako. Na kazi njema ndio ambacho mimi naweza nikasema kwa ujumbe. Na kutakia kazi njema cha kudeka wangu. Fanya kazi kama vile huna kitu chochote na wewe ndiye tegemezi. Gozbert amekumisi sana. Mungu wangu. Nilisoma huu ujumbe mpaka nikaa najiuliza, hivi mwanaume kama huyu napata wapi nguvu hata za kumnunia? Napata wapi nguvu hata za kukasirika? Napata wapi hizo nguvu mimi? Nilijikuta na tabasamu tu. Mjue msikilizaji, sisi watoto wa kike tu wa kweli. Kuna muda hii mijanaume tunainunia kwa sababu mijanaume mingine haieleweki, tunakuwa nayo tu kwenye mahusiano kwa sababu inalazimisha mno. Ina force mpaka mtu unalionia huruma. Basi tu ndo vile tu hivyo. Lakini kuna yule mwanaume ambaye ukimpenda, wewe mwenyewe ndo unajikuta huwezi kumnunia, huwezi kufanya chochote, kwake hujiwezi. Ajisemeaye na nani yule? Ankote anasema mambo lele. Ukishakuwa na mwanaume ambaye wewe ndo unampenda, mambo yanakuwa lele ndugu yangu. Kuko huyu kaka nilikuwa sijiwezi. Message yake tu nilijikuta tu na tabasamu. Ukijiona wewe kwenye simu yako hufurahi message za mtu wako. Unafurahi message za zimethibitishwa. Imethibitishwa, umepokea kiasi fulani. Imethibitishwa. Zile message kwako ndo zinakupa furaha. Unajua ndugu yangu bado hujapenda. Hauko sehemu sahihi. Ila ukipenda haswa na kwa hizo message za miamala hizo kuna muda mwingine hazikushtui, ila message ya bibi wako ikiingia ndo inakushtua. Hayo ndo mapenzi. Ukiona unafurahia message za miamala, ujue huba lako lina matatizo. Hujapenda bado. Basi niliposoma ule ujumbe wa huyu customer care, kwanza nilikuwa na tabasamu tu, kisha nikaiweka ile simu pembeni. Nikaanza pale kufanya kazi. Kila nikikumbuka nilikuwa nachukua simu natazama picha yake. Basi nilikuwa nacheka tu. Basi hapo ofisini kwangu kuna picha ya mamangu. Nilisogea karibu na ile picha, nilishika hivi machozi yalinitoka. Nikawa nazungumza na ile picha ya mamangu. Nikawa nasema mamangu kipenzi, mamangu mzuri, mamangu mrembo sana. Mwanao nakukumbuka sana. Unajua namna vile ambavyo nakupenda. Unajua namna ambavyo nakuhitaji sana. Mama, nachukia kuwa haupo duniani na mimi. Nachukia sana. Tena nachukia zaidi ya kujua pengine usingekuwa umefariki kwa wakati ule. Mama, nakupenda tangu uondoke mimi sina furaha, sina amani, sijawahi kuona maana ya mimi kuwepo kwenye hii dunia. Sasa hivi mama, nimekutana na mtu, baada ya miaka yote hiyo, mtu huyu ananipa sababu ya kutabasamu. Natamani ungekutana naye mama. Natamani mtu huyu ungemuona. Natamani sana. Ila niamini, nafsi zetu zinawasiliana na unafurahia haya mama. Na kuahidi ya kwamba nitakuwa na furaha hii na kujitunza hivi siku zote. Na kupenda mamangu. Hapo kwanza nilijikuta nafuta machozi yangu, nikarudi kuketi kwenye kiti. Nilipokuwa pale, mlango wangu uligongwa na kisha nikamruhusu yule aliyekuwa anagonga afanye aingie. Nilimwona yule msichana aliyekuwa nimemsimamisha kazi. Kwanza nilipomwona nilitabasamu, nikamwambia karibu sana, ingia. Huyu msichana alipoingia tu, huwezi kuamini, moja kwa moja alipiga magoti. Kwanza nilishangaa sana na nilimuuliza, "We, unafanya nini sasa? Mbona unapiga magoti?" Huyu mdada kwanza alinishukuru sana, na hapo sio ananishukuru tu, ananishukuru huku analia. Kwamba nashukuru sana madam. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunirudisha kazini, nashukuru. Huyu mdada wakati anaongea hayo, mimi niliinuka pale kwenye kiti. Nilimuinua pale chini, nikamshika mabega yake, nikamwambia sikiliza. Unatakiwa uipende kazi yako. Wewe ni wa umuhimu kwangu kama ambavyo mimi ni muhimu kwako. Ukitaka kufanikiwa, lazima ujali kidogo ulichonacho ili ukipata kikubwa, ujue namna kukithamini. Kwa sitaki urudie makosa yako. Nataka uchape kazi na ukifanya hivyo tutaelewana. Huyu binti alinitazama akasema, nashukuru sana madam, Mungu akubariki kwa kunirudisha kazini, asante sana. Kwanza aliponiambia mimi nilitabasamu tu, nikamwambia sasa unaweza ukaenda. Alinitazama na bila shaka alikuwa anashangaa. Kutabasamu mimi sio mambo yangu. Ila sasa hivi nilikuwa naishi.
na alipizia ile miaka ambayo sijatabasamu, kwa maana ya kwamba ninatabasamu kweli kweli, sio masihara. Alitoka huyu mfanyakazi, mimi nikaendelea na kazi. Unajua nilikuja kugundua kitu. Kuna tabia unazo ni kwa sababu tu umekosa upendo au umekosa kujihisi kupenda na kupendwa. Mimi hata nilikuwa sijioni napendeza kivile, ila tangu nifahamiane na huyu kaka customer care, nimekunjua roho na hata vipako vinanikolea mwilini. Yaani najiona napendeza mno, nina furaha na nina amani sana moyoni. Yaani kwanza naifurahia kazi yangu. Muda ulifika, dereva alinipatia taarifa ya kwamba amefika na ameondoka na gari. Na mimi pale nilimtumia ujumbe Gosbet ya kwamba ndo narudi zangu nyumbani. Ingawa sikujibiwa hii message, ila tayari alikuwa amenielekeza mazingira ya kazi yake. Hivyo nilipokuwa natoka pale, yani nilikuwa najikuta na tabasamu tu. Kwanza wafanyikazi wangu walikuwa wakinishangaa. Na hapo wengine wakawa wanasema, "Kwaheri madam, kwaheri," yani wananiaga. Kiukweli nilikuwa na furaha sana. Niliingia kwenye gari yangu nikaanza safari yangu. Nilielekea duka la simu. Nilienda kununua simu ambayo nikituma emoji hazitakuwa viboksi tena. Nilinunua simu ambayo nikitaka kutuma picha naweza hata kumpigia video call customer care. Wakati huo simu nzuri zilikuwa kipindi hicho ndo simu nzuri ilikuwa brand moja hivi. Nzuri sana. Na ndo nilimnunulia miaka hiyo 2014 2015. Mnakumbuka yani kipindi hicho ndo simu hizo ndo zinashika hatamu kweli kweli. Zilikuwa ni nzuri mno, smartphone ndo zinaingia hapo sikwambie mtu. Yaani mtu akiwa nayo basi ndo raha sana. Kwa nilinunua na kisha nilinunua pale na baadhi ya nguo nzuri pamoja na viatu. Nilitaka kesho tukikutana na huyu mwanaume niweze kufanya kitu kidogo. Siwezi kufanya vyote, ila taratibu natamani kubadilisha maisha yake. Kwa nilichagua pale vitu vizuri vile ambavyo mimi napenda na kisha nilianza kurudi nyumbani. Nilifika nyumbani na mifuko yangu. Nilipoingia sikuona mtu sebleni. Ila wakati nilielekea chumbani kwangu nilisikia bibi akiita kwamba, "Abela." Mimi hapo kwanza nikasimama. Niliposimama nikageuka. Bibi alikuwa kwenye kiti mwendo chake. Nilitabasamu nikamwambia, "Mrembo wangu, unaendeleaje?" Hapo bibi alitabasamu akasema, "We mtoto, una roho mbaya sana wewe. Hata hujanikumbuka leo mimi mke mwenzio." Bibi aliposema hivyo nikacheka, nikamwambia, "Bibi bwana cha masiara bana. Nisamee bibi, unajua nilitingwa na kazi, ila na ndio maana nimerudi mapema. Na nimerudi mapema kwa ajili yako bibi." Na zawadi zangu zikwaje? Zawadi je? Ziko wapi ili niweze kupokea? Nikamwambia, bibi muone kwanza jinsi kwa mkorodi. Mkorodi sijui mkorofi. Bibi mimi narudi. Hapo sasa nikawa nataka kuendelea na safari yangu. Bibi akaniuliza, "Vipi umekutana na Daniel leo?" Bibi aliponiuliza ile swali, kwanza nilishtuka, afu nikasimama. Nikamgeukia bibi nikamuuliza. Nikamwambia, "Bibi, ina maana kwamba Daniel alikuwepo hapa leo nyumbani?" Nilipouliza ile swali, bibi alitikisa kichwa. Yaani aliitikia hivi kwa kichwa. Mimi nilishika pumzi nikamuuliza, "Huyo Daniel amesema nini?" Hapo kwanza bibi alinitazama, akasema, "Huyo Daniel ana kipi cha zaidi? Yale ya miaka yote." Kwa sababu nilisonya, afu nikasema, "Bibi, huyo Daniel ni mjinga sana. Nimemfukuza kazini, kaja tena na huku nyumbani. Hivi bibi, huyu mtu ni mgumu kuelewa. Kwamba mtu akisema hakupendi, inaonekana kama vile haelewi." "Mimi nakuelewa sana mjukuu wangu. Sawa? Tulia, achana naye. Umuhimu we umuelezee ukweli, ajue kabisa kwamba yeye hapendwi." Hapo kwanza nilimtazama bibi na haraka nilitembea kuelekea chumbani. Bahati yake ni kwamba sikuwa na namba yake. Wakati ule mbona ningemnyoshea? Yaani ningemtia maneno, maana nilikuwa nimemchukia vibaya mno huyu Daniel. Nikabadilisha pale mavazi yangu nikaoga ili nifanye nichangamke, lakini mbaya zaidi ni kwamba Gosbet alikuwa ametingwa sana. Na alikuwa amenitumia ujumbe kuniambia hilo kwamba ametingwa. Na nilivyokuwa nimechukia, basi rafiki yangu alikuwa ni diary yangu, kwa nikaenda pale kwenye diary nikawa nimeandika pale kwamba, "Diary kipenzi, uwezi kuamini. Daniel hana akili kabisa. Miaka yote hiyo ninamkataa, leo hii anakuja kwangu na kuniambia ujinga wake. Ameniuzi sana. Natamani angejua vile ambavyo nasubiri mtoko wa kwanza kabisa na customer care. Yaani naona kama vile kesho haifiki. Nataka nikaongee naye, nikale na nikanywe naye. Huwezi kuamini, siku akiniambia ananipenda, ninakubali hapo hapo." Muone. Unatamani kunicheka lakini ndo huwezi hivyo diary. Nimedondokea mwenzako. Nipo kwenye huba zito.
Sasa wakati naandika hayo maneno kwenye diary, wakati sasa naifunika hii diary, ujumbe ukao umeingia tena. Nilisoma, alikuwa ni Gosbet. Gosbet alikuwa ameniandikia ujumbe usomekao kwamba kesho kama inachelewa hivi, ili nipumzike na wewe. Kazi zimenizidia mwenzako. Uwe na usiku mwema mama mtu. Kwanza nilisoma ule ujumbe nikasema pole sana, hata mimi pia nasubiri sana hiyo kesho. Natamani kukuona kwa mara nyingine kwa uzuri zaidi. Usiku mwema. Hapo yeye ndo akaniambia kwa ujumbe. Akaniambia ukilala, ulale na hisia nzuri na furaha. Kwanza aliponiambia kwanza nilitabasamu na kisha nilianza kuelekea sebleni. Huku nikitabasamu nilikuwa kama nimewehuka. Sasa wakati nikiwa niko sebleni, nikawa namtazama tu customer care kwa simu. Nachezea tu picha zake. Kumbe bibi alikuwa ananitazama tu muda wote. Na hata sijui. Na kiti chake sijui alijisukuma muda gani kusema ule kweli. Bibi alikuwa yuko mbele yangu. Alikuwa ameikwapua kwanza simu yangu. Bibi alikuwa anamtazama customer care wangu akitabasamu. Mimi nilikuwa nalalamika nikimwambia bibi, lakini sio bibi, hiyo tabia sio nzuri, unanikosea sana kufanya hivyo, mimi sijapenda hata. Bibi lakini yeye hakunitazama mimi, na mimi nikakwapua simu nikawa nimenuna kweli kweli. Bibi akanitazama akasema, haki yako mjukuu wangu. Hata ningekuwa mimi ningekuwa na tabasamu. Hapo mume na mimi nimepata. Huyo kijana mbona mzuri sana? Mzuri kwanza, ana tabasamu nzuri sana. Huyu kijana una muonekano mzuri. Mbona amenichanganya mwenzio? Unaweza kunipa namba yake na mimi niwe nacheka cheka kama vile ambavyo wewe unacheka? Bibi vipi tena? Unajua paka nikajikuta nacheka, nikamwambia ni bibi, akili zako wewe. Hebu muone kwanza. Kwa hiyo umefurahi sasa Mimi nina furaha kwa ajili yako. Na ndio maana mimi ninafurahi. Mungu amejibu maombi yangu. Nikamwambia vipi kama anipendi mimi bibi? Itakuwaje huyu mtu kama mimi anipendi? Kwani wewe ndo amekwambia hivyo kwamba hakupendi? Hapo nikatikisa kichwa kusema kwamba hajaniambia. Bibi akaniambia sasa kumbe utamsemeaje mwenzio wakati yeye hajasema kwamba hakupendi? Hebu mupe muda na tena mpe uhuru wa maisha yake. Wala usimpangie maisha. Wewe fuata kila anachokitaka. Mtapendana tu. Na tena atakupenda zaidi ya vile anavyompenda. Unavyompenda yeye atakupenda zaidi. Nikamwambia bibi, unasema kweli? Sawa kama ndo hivyo. Hapo bibi alinitazama tu na kutabasamu. Tuligonga pale mikono kwa furaha, nikamkumbatia bibi, nikaa nimemwambia kwa kunong'ona kwamba bibi, mimi kesho naenda kukutana na huyu mkaka. Hapo bibi alinitoa mwilini mwake, akasema sasa inabidi twende wote huko. Nikamwambia wewe mzee unachanganyikiwa vibaya. Yaani tunaendaje? Tunaendaje wote? Basi hapo tukawa tunajikuta tunacheka sana. Na siku ya kukutana sasa, mimi na huyu customer care, nakumbuka nikiwa niko kazini kwangu, alinitafuta kuanzia saa 10 hivi za jioni na aliniambia kwamba nisamehe sana Abela. Majukumu yananikabako. Unajua kabisa nakosa muda wa kupumzika kabisa, lakini kukutana sijasahau. Naomba uniambie nakuona wapi leo. Hapo niliposoma huu ujumbe wake, nilikuwa nasubiri message, yani sijui ataniambiaje. Nikamwambia Gosby, hapa muda wote nilikuwa nakusubiri wewe tu. Yani sijui kama nasubiri kitu gani. Moyo wangu umefurahi mno kuona hii message yako. Hai, chagua popote pale pazuri tukakae hapo unapopataka wewe. Abela, mimi nione tu hivi. Sijui hata sehemu. Wewe chagua tu na mimi nitakuja sehemu ambayo utapendekeza. Hapo nikafikiria kwa haraka haraka, nikamwambia mahali pa kukutana. Na alinijibu kwamba hapo mimi sipafahamu, ila huko napajua. Nitaulizia nikifika. Haya, niambie nivae nini nisikutie aibu, malaika mtiifu. Customer care aliponiambia hivyo nilijikuta nacheka sana. Nikamwambia vaa chochote ili mradi tu ufike. Wewe unasema kweli? Nikamwambia nasema kweli. Vaa chochote mradi ufike. Sasa mimi kabla sijafika mahali simu yangu iliita. Kucheck namba ilikuwa ni ngeni. Kwa nilipokea na baada ya kuuliza ni nani unanipigia, nyie hamwezi kuamini. Alikuwa ni Daniel. Yaani nilijikuta tu na sonya kimoyomoyo. Afu nikamuuliza, unasemaje leo? Najua jana nimekuuzi, ila naomba nikuombe radhi, tunaweza tukakutana leo. Nikamwambia hapana. Kwanza nina mambo mengi ya kufanya. Nikutakie siku njema. Hapo nikamkatia simu Daniel na kisha nikaondoka ofisini. Mimi nikaenda zangu saluni, nilihakikisha napendeza sana, na baada ya hapo nilienda nyumbani na mwenzangu alikuwa amenipigia na kuniambia kwamba ndo anajiandaa yeye kuweza kutoka.
Jamani, nilifurahi sana mimi kwenda kukutana na customer care kwa mara nyingine tena, na mimi pia nilianza pale kujiandaa. Nilivaa nguo yangu mwenye black nzuri sana, nilipendeza sana, na hata nilipotoka na mzigo wangu mkononi, zawadi ya Gozbert yani, bibi alitabasamu akasema, nakutakia kila laheri, nakutakia kila zuri mjukuu wangu. Kweli leo umependeza sana. Bibi aliponiambia mimi nilitabasamu, nikaagana na bibi, niliingia ndani ya gari. Nilipofika tu ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Akaniambia nikikuona nifanye nini sijui. Aliposema hivyo mimi nilijikuta na tabasamu, nikamwambia hata mwenyewe sijui. Hongera kwa kupendeza. Kwa sababu mimi nikashtuka. Nikamuuliza umejuaje kama mimi nimependeza? Nawaza tu jinsi ulivyokuwa mzuri, lazima utakuwa umependeza. Nikamwambia bwana, mimi ndo naondoka sasa, tutaongea nikifika. Kweli msikilizaji, nilifika mpaka kwenye hiyo hoteli. Wakati naingia tu ujumbe uliingia kwenye simu yangu, ila sikuweza kuusoma. Niliacha mpaka niingie. Nilisimamisha gari na ndipo nikasoma. Alikuwa ni Gozbert, alikuwa ameniandika ujumbe kwamba naona ndo unaingia. Mimi nipo nje ya hoteli hii upande wa pili. Nasubiri kukuona wewe tu. Hapo nilijikuta natazama huku na kule, nikamjibu wewe uko wapi? Mbona sikuoni? Njoo basi tuingie wote jamani. Nyie, hii message haikujibiwa. Nilichukua pale mfuko wangu, nilifunga gari vizuri, nikaanza kupiga hatua. Nikapiga hatua chache tu nikasikia naitwa, "Mamtu." Oi. Oe Mamtu. Hapo mimi nikasimama, alafu nilisimama huko na tabasamu. Na kabla hata sijageuka, nilisikia anasema, "Nimefanya nini kwa Mungu hata akanipa huyu malaika siku hii ya leo?" Hapo nikacheka kidogo, nikageuka. Alikuwa ni Gozbert wangu, na tena ni kama vile alijua namna ambavyo nilikuwa nimevaa. Nguo zetu zilikuwa zinafanana. Gozbert alipendeza sana. Kwanza alikuwa ananitazama huko na tabasamu tu, na mimi nilikuwa na tabasamu tu. Nikaita pale nikamwambia, "Gozbert, umependeza sana." Hapo Gozbert alitabasamu tu. Nikamwambia kwa kudeka kwamba hutakuja kunifuata. Gozbert alitabasamu na mimi nikatabasamu taratibu. Akanifuata, tukaanza tukaanza kuongozana. Basi hapo tukaanza, kabla hata tulivyokutana kwanza, yeye alivyonisogelea mimi, kwanza tulitazamana usoni. Yaani tukawa tunashangana, mimi namshangaa na yeye ananishangaa. Huku mimi nikiwa nimezubaa kabisa, akili yangu ilikuwa iko tayari kupokea busu kutoka kwa Gozbert. Gozbert hapo ndipo aliniita kwa sauti ya chini, akaniambia, "Abela." Aliponiita hivyo mimi nikatazama chini, akainua uso kwa mikono yake na kisha akasema kwa sauti ya upole na ya chini sana. Akaniambia, "Bella, wewe ni mzuri sana. Umependeza mno Bella." Unajua nilitabasamu kiuvivu, na ndipo hapo Gozbert aliponi. Mungu awabariki nyie, ndugu zangu nyie. Gozbert aliligusa midomo yangu kwa kutumia mkono wake mmoja. Alikuwa amenishika kama vile unajua amenishika mpaka mimi, yani mwili wangu, yani ile kunishika hivi mdomo hivi, mimi mpaka natetemeka. Sikuwa nimetarajia kuguswa na jamaa huyu tena kwa ghafla vile. Na kisha akaniambia, "Kuna kadudu hapa tayari nimeshakatoa." Nyinyi. Nilimtazama afu nikabaki na tabasamu tu, na yeye alitabasamu. Kisha mimi mwenyewe nilijikuta tu namkumbatia bila hata ya kufahamu imekwaje. Nikajikuta tu nimemkumbatia. Yaani nimekumbatiana na yeye. Na yeye hakuwa na uchoyo huo, alinikumbatia, na baada ya muda aliokota ule mfuko pamoja na pochi yangu, na kisha mkono mwingine alinishika mkono wangu. Tukaanza kutembea tukiwa tumeshikana mikono yetu, mimi na yeye. Hapo tulimwona mlinzi kwenye hii hoteli. Alikuwa amesimama pale mlangoni. Alikuwa anaitwa Mlinzi Rajabu. Ana upendo huyo. Anatoaga sana gift. Alikuwa pale mlinzi. Basi tukampita, tukaanza kutembea tukiwa tumeshikana mikono, mimi na Gozbert wangu. Hii kwangu naweza nikasema ya kwamba ilikuwa ni hatua kubwa sana kwenye maisha yangu. Kuongozana na mwanaume tena tukiwa tumeshikana mikono yetu. Nyie huwezi kuamini, hata yule Mlinzi Rajabu alikuwa anatutazama, na hisi sijui alikuwa anatunia wivu Rajabu, I don't know, lakini tu alikuwa anatutazama kweli kweli. Basi mimi nilikuwa nafurahia kila kitu ndani ya moyo wangu, kusema ule kweli. Kila kitu ndani ya moyo wangu nilikuwa nakifurahia. Ni kama vile yani ni utangazie umma ya kwamba mimi nina furaha sana. Kusema ule kweli, natamani kuambia vile ambavyo nilikuwa na furaha siku, lakini mtu pekee ambaye aliona hii furaha yangu ni Rajabu. Muulizeni yule Mlinzi Rajabu.
ndo aliiona furaha yangu nilokuwa nayo. Yaani nilikuwa natamani itangazie dunia. Na bado kuna kitu nilikuwa natamani sana kitokee kati yetu mimi na customer care. Natamani nifanye matangazo ili naye asikie kwamba nampenda. Ila sasa sina bado hizo nguvu, sina. Kwa kuwa mimi ndo mwenyeji wa hili eneo, mwenzangu yeye ndo alikuwa ananifuata mimi sehemu ya kwenda kuketi. Nilifika mahali mwanaume huyu nilipotaka kuketi akanizuia. Aliweka mfuko wangu na pochi yangu juu ya kiti kingine pembeni ya meza, akavuta kiti, akaniambia, Abela, karibu keti. Yaani in short ni kwamba customer care anajua kukea mpaka kwenye maisha ya kawaida. Yaani alinivutia kiti vipa nikae. We mara ya mwisho ndugu yangu kuvutiwa kiti lini? Muulizeni Agatha, Queen of Story. Akivutiwa kiti ndugu yangu anavutiwa kiti tu na mwanae. Mama njoo kae hapa, kwa anamvutia kiti. Kuvutiwa kiti na mtu unayempenda raha. Nyinyi mnadhani kuwa single sifa. Kuna mambo mengine mnayakosa kama haya. Ndugu yangu uenda hujai hata kuvutiwa kiti. Wewe muda wote kusimama tukaa vile bendera mlingoti sijui. Kwanza nilimtazama tu, hapo nikiwa ninatabasamu kweli kweli, niliketi na yeye aliketi. Alikuwa ananitazama yeye jamaa mkaka. Kwanza kama vile alikuwa anashangaa uzuri wa hili eneo. Alikuwa anatazama haya mandhari na kisha akaniambia, Abela, kiukweli nashukuru sana kwa kunisafisha macho yangu. Hili eneo ni pazuri sana hapa kusema ule kweli. Mimi nikamtazama, nikamwambia ni pazuri sana Kwani wewe huje kufika ile eneo? Nimewahi kufika hapa nikiwa na mwanamke mrembo kuliko wote Abela. Tazama jinsi ulivyo Abela. Wewe ni mzuri sana. Natamani nikupe pole ya uzuri. Pole ya kuna tabasamu mzuri na hata pole pia ya kupendeza. Gosbet. Kwani hivyo vitu vinahitaji pole kweli? Nachanganyikiwa kusema ule kweli juu yako Abela. Sijawahi kuona kwa ukaribu namna hii, yani sijawahi kukuona kwa ukaribu namna hii. Na kiufupi sijawahi kutoka kwenda sehemu nzuri nikiwa na mwanamke asilinganishwe na yeyote. Tazama wewe mwenye jinsi ulivyo. Wewe hapa unajilinganisha na nani? Hakuna. Sasa kumbe mamtu, labda nikwambie kitu kimoja. Sio poa nakwambia. Umeua sana leo. Kwenye swala la mitupio tu. Nakupa salute. Umependeza sana. Na mimi nakupa salute pia. Kiukweli nyie, kwetu hii siku ilikuwa ni furaha. Furaha sikwambie mtu. Siwe ndugu yangu tu umekaa unasubiri simulizi za Mkojei, huna furaha. Furaha pekee wewe ni simulizi tu. Ndugu yangu, na utasubiri sana. Mhudumu alifika mpaka pale tulipokuwa nakwambia. Nilichukua pale menu nikaisukuma kwa customer care. Yanamaanisha nilisukuma kwa Gosby. Na kisha nikamwambia kwa upole, nikamwambia tafadhali chagua kitu chochote ambacho unakitaka tu leo usiku leo. Nyie, Gosby alinitazama. Kisha akamtazama mhudumu. Alafu akaniuliza kwamba una hakika utakula ninachotaka mimi mama mtu, uko sahihi kweli? Nyie, sijui hata niwaambiaje. Kwanza hili swali lake mimi nilijisikia raha sana, na hata nilitazamana na mhudumu, niliona naye mhudumu anatabasamu. Unajua jamaa huyu customer care akizungumza tu kuna namna unapata raha. Kuna namna tu anatamka maneno yake, yani ni raha, yani ni wale wakaka waliobarikiwa kuwa na sauti nzuri. Yani kuna wakaka wakiwa wanaongea hivi unajisikia tu raha kumsikiliza. Yani anashawishi. Mimi nikamwambia kwa upole, nikamwambia ba mtu chochote kile wewe chagua, mimi nitalipia na nitakula. Kweli
Ba mtu alichagua pale, nilikuwa namtazama tu usoni namna vile ambavyo anamuelekeza yule mhudumu. Basi na yule mhudumu anavozidi kumsogelea nilikuwa natamani nimwambie we dada inatosha. Kumsogelea gani vipi hivyo mteja? Basi baada ya hapo akamalizana naye na kisha mhudumu aliondoka. Sasa tuko pale mezani, huyu customer care alinishika mikono yangu yote miwili. Tukawa tumesogeleana sana. Akaniuliza, Abela, vipi kuhusu kazi? Itakuwa unachoka sana na kazi eh? Unajua kwanza nilimtazama Gosby, nikamwambia Gosby, ni kawaida. Wendo itakuwa unachoka sana zaidi yangu kwa sababu unafanya kazi mbili. Ni kweli Abela. Ni kweli. Nachoka sana. Kuna muda huwa unafikia nachoka hadi meno hayahitaji hata kula kabisa. Ila Gosby, unajua una utani sana. Unajua ni mjinga eh? Sasa meno yanachokaje sasa? Hebu muone kwanza. Yaani unajua mtu akikuona hivi ambaye hakujui, anajua wewe sio mzungumzaji, ila jinsi ulivyo. Si ndio unataka kula? Ila meno yanakuwa yamechoka kutafuna. Kwani hapo meno yanakuwa hayajachoka? Nisikilize, unajua kila kitu mimi ninachokuambia mtu unadhani kama mimi nakupenga. No, mimi sikupange mtu. Haijawahi wewe, kwani hii haijawahi kukutokea? Yaani kwamba umechoka mpaka kuna muda kula hivi unaona ni kama vile meno kama vile hayafanyi kazi. Mimi mzako amenikuta mara nyingi tu. Au kuna ile chakula kitamu mdomoni unakila hivi unatamani kuendelea kula, lakini unavotafuna chakula kikienda tumboni, tumbo linakuwa limeshiba hatari. Yaani pa unakuwa umechoka kila kitu. Na hii situation kama hii waga inakata kinoma mtu. Yaani sometimes unaweza kujikuta mpaka unavimbiwa. Jamani. Hamwezi kuamini msikilizaji, nilijikuta nacheka sana mpaka nilipaliwa. Huyu mwanaume yeye aliinuka na kisha akasema, Abela, sorry mama. Relax na utakuwa uko sawa. Yaani mtu unapewa pole, sorry, naambiwa ni relax eti kwa sababu tu nilicheka. Unajua mpaka nilikuwa mpaka machozi. Na yeye akaendelea kunituliza kwa upendo. Sio masihara. Penzi likikuzidia, yaani hata kama ukipumua mbele mpenzi wako anaweza kukwambia pole baby, relax usijali. Wakati hapo umepumua, umetoa hewa chafu, lakini anaweza kukwambia relax baby. Very sorry. No. Umeumia. Yaani kuna mtu mwingine anaanza kuuliza umeumia? Jamani nyie mapenzi nyie. Basi hapo nilinua mkono wangu mmoja, nikashika na mkono wake ulikuwa uko begani mwangu. Nikamwambia, unaona sasa umenifurahisha sana mwenzi mpaka nimepaliwa. Umepaliwa jamani, nisamee sana. Muone. Asante kwa kujali. Nashukuru sana Gosby. Hapo Gosby alinishika bega kwa upendo. Na yani alivyokuwa akinishika hivi mwilini, mimi mwili ulikuwa kama vile unapigwa na shoti ya umeme. Yani kuna namna nilikuwa naishiwa nguvu, natetemeka mno. Hapo ndo mjue hisia zilipo. Yani mwanaume akikushika hivi, akikushika tu sehemu yote, ukijisi msisimko fulani unajisikia raha, ujue ndo mwanaume ambaye unahisia naye. Lakini kuna mwanaume mwingine, ndugu yangu, atakushika mpaka atakutoa nguo zote. Yani hata ushtuki. Yani kwanza unaona kama vile uko na mwanamke mwenzio. Yani unaona kama vile kuna something else kama miluzi. Mtu huna hisia naye, basi yeye utakuta inakushika shika au hivi, mali imekuja linanyonya mali mingi zuku. Yani mtu hisia unazitafuta. Sasa mimi nikwambia kitu kimoja, nyi wanaume, kama kuna wanaume mnasikiliza hii story. Sisi wanawake tuko hivi. Tukiwa tunahisia na wewe hupate shida. Mara sijui tushikeze wapi, sijui tushike huku, mara tubinue tukalishe hivi. Yaani mimi ukinishika tu hata ukope vipa kama ninahisia na wewe, mwili mzima unatetemeka. Ndio tukogo hivyo. Wewe ukiona mwanamke wako anakuambia ni mimi mpaka kwanza uniandae unishike kwanza unibilinge. Huyo hana hisia na wewe, kwa anataka uzitafute mpaka ajaye. Nusu saa. Mapenzi kama nafanya kilimo, mwanze kuandaana, uandae shamba upalilie, uje baadaye ulime, sijui penzi ni kama chumvi kwenye mboga, ukitia tu pale mwenyu, utamu huo. Basi nyie kaka alivyonishika mabega tu, yani alivyonishika tu mabega, nikajikuta natetemeka vibaya mno. Na tena hapa aliponishika, nilikuja yani sijui niwaambiaje. Nilikuja kushtuka, ndo nakumbuka pale tulipo ni nje.
na namna tulivyokuwa tuna ukaribu nyie, tulikuwa tumesogeleana mpaka raha, na vile alikuwa ameshika midomo yangu, sijui hata niwaambiaje muweze kunielewa. Unajua hata nilikuwa nimeinua mkono pasina mimi kujua, nikaa nimejikuta tu nimejishika hivi mdomo. Mwenzangu kumbe alikuwa amerudi kwenye kuketi ananitazama, afa akaniambia, Bella, umeumia na mdomo? Hapo mimi nikashtuka, nikatabasamu, nikamwambia hapana, niko sawa. Yaani msikilizaji, natamani hata nichukue chaki na ubao niwape darasa kubwa sana, yaani nianze kuwafundisha kwamba jamani, kuna wanaume wana upendo, basi na wanaume wengine mjifunze kwa huyu Gozbert. Mbona huyu mwanaume mwenzao ana upendo, ana huruma, anajali? Huyu mwanaume yeye anajua kudekeza, anajua kuendana na namna sisi wanawake tunataka. Mwanaume ukikaa naye hivi humchoki, hiyo ndo raha. Kuna sometimes unakaa na mwanamume hata dakika 10 nyingi ushalichoka, hali na story lipo tu, hali jiongezi. Kagunia raha mwanaume awe ana vijistory, anakuchekesha, yaani hivyo. Mwanaume mcheshi, mkarimu, anajali. Sina maana ya kwamba ndo mwanaume yao anajua kila kitu. Sio kwamba na wewe mzungumzaji peke yake Yaani mwanaume huyu ni mzuri sana. Kwanza kimuonekano mpaka zungumza yake, simchukii. Yaani kukaa naye hivi na kutoka naye popote pale, yaani inajisikia raha, anafurahisha kwa kila kitu. Kwanza ndo nazidi kumpenda sana. Alama za upendo wangu kwake nyie hazishuki, zinapanda tu muda, yaani zinapanda tu. Ni mimi nawaambieni, haijalishi huko nyuma nimekutana mangapi, maana hamjui historia yangu, ila nitawasimbulia. Lakini huyu, he is my first lover, yaani ndo mpenzi wangu wa kwanza. Huyu ana nafasi kubwa sana moyoni mwangu. Sasa tuko hapo tunasubiri chakula. Ninakumbuka kinywaji kilikuwa kimetangulia. Mwanaume huyu alikuwa ameagiza maji na mimi juice. Nilishangaa. Unajua, kwanza nilimuuliza, we, umeagizia maji? Ndio kipenzi, nimeagizia maji. Mimi napenda sana maji, na ndio bana nimeagiza maji. Kwanza mjua nilikaa kimya. Nilimtazama usoni afu nikawa na tabasamu tu kwamba mimi nimeitwa kipenzi au nimesikia vibaya. Eti ndugu zangu, nyamjesikia nimeitwa kipenzi? Mbona gani nimeitwa kipenzi na huyu mwanaume? Ni ajabu. Ina maana sasa mimi ni kipenzi chake au ametamka tu kwa kutamka, kama kutamka tu bahati mbaya? Sasa hapo nikawa nimeduana lile neno kipenzi. Kwa hiyo niliacha mhudumu aondoke, afu mimi nifurahie kwanza kuitwa kipenzi na mtu ambaye ninampenda. Yaani sijui niwaambieje nyinyi mkaka nyie. Natamani ndo nimwambie kwamba wewe sikiliza, mimi nakuhitaji. Yaani unajua vile unampenda mtu sana, alafu huyo mtu anaonesha kama vile anakupenda au kama vile anakujali, lakini sio kimahusiano. Sijui naeleweka? Hivi haijai kutokea mwanaume anakuonesha kama anakupenda, afu kama hakupendi, afu kama anakujali hivi, afu hakuambia anakupenda. Yaani ndo kilichokuwa yaani mimi ndo nilikuwa na kimuhemuhe, wewe kaka hebu niambie basi unanipenda mwenzio. Yaani nilikuwa nampenda, natamani basi ndo awe mpenzi wangu. Yaani kuna muda ananiita kipenzi, basi mimi ndo nachanganyikiwa. Afu hajawahi kuniambia hata siku moja kwamba naomba uwe mke wangu. Hajawahi kuniambia, na natamani iwe hivyo, lakini jinsi anavyoonyesha kunijali mimi, si kwamba ananitaka huyu, si ndio? Sasa kwa nini asiseme? Basi nikawa naendelea pale kufurahia mwenye kimya, nimeitwa kipenzi, basi nafurahia huko moyoni. Nikawa naona hii ndio hatua nyingine kubwa mimi kwenye maisha yangu. Nilikuwa namtizama vile ambavyo alikuwa na mimina ile maji, na wakati ambapo mimi namshangaa, simu yangu nilisikia inaita. Nikavuta pale pochi yangu nikatoa simu. Alikuwa ni bibi yangu. Kwanza niliogopa, nilihisi pengine kuna tatizo, natakiwa kurudi nyumbani, kwa maana kwamba bibi anajua fika kabisa nimetoka na huyu customer care wangu. Sasa mbona bibi ananipigia? Nikasema lazima kuna kitu hakiko sawa. Kwa nilitazama pale simu kwa muda. Sasa hapo nikawa nimekosa raha kabisa, yani ile vibe imekata. Gozbert akaniambia, kuna tatizo gani ya Bella? Nikamwambia tu naona hapa ni bibi yangu ananipigia. Pokea sasa, simu itakata. Kweli sikutaka kupokea ile simu, ila sasa ikabidi nipokee. Nikapokea ile simu. Nikasema kinyonge sana, nikamwambia bibi yangu nakusikia. Bibi yangu yeye ni msumbufu jamani.
Yaani utasema kwamba amekupigia na jambo la muhimu, kumbe ni sijui nisemaje. Anaanza, umefika, umeonana na mwanaume. Mimi tena hata kuniambia bibi yako kwamba umefika hakuna, ndo hujaniambia. Nikamwambia lakini bibi, sasa ndo upige simu jamani, bibi mbona unakuwa ni usumbufu? Wacha tu nikusumbue mjukuu wangu, na hata hivyo mimi silali na kusubiri mwenzio unisimulie, maana kutoka na mimi ndo umekataa, hutaki kutoka na mimi, na kusubiri hapa unipatie huo umbea huko na huyo mwanaume umekutana naye, imekuaje? Nikamwambia bibi yangu, hivi bibi umekuaje? Lakini hivi bibi leo unajua unafanya vituko ambavyo we bwana, we sikiliza, huyo customer care huyo nini huyo Golibet huyo sijui Gosifet, sikumbuki jina lake vizuri, ila mwambie na mimi mimi ni mbovu miguu hii, siku na mimi nitatoka naye tu out, na mimi nitakula naye maisha mazuri, kwani nani asiyetaka maisha mazuri? Nami nataka kama maisha mazuri, nami nile vizuri. Nikamwambia bibi, jebu usiharibu basi majina ya watu, anaitwa Gosbet. Gosbet. Sawa bibi yangu, fanya ulale, mimi niko salama sasa. Kalagabau wewe, mimi silali, nimekwambia nakusubiri wewe mwalimu wangu. Mwalimu wangu sijui mwali wangu, nakusubiri. Kwa heri, nakusubiri uje unipe huo umbea wa huko. Hapo bibi akafanyaje? Akakata simu, na hisi ndo nafsi yake ilikuwa imelizika. Msikilizaji, kwa sasa unaweza usinielewe hii furaha ya bibi yangu, ila mimi namuelewa kwa nini anafurahi. Kwenye maisha yangu mimi kuna mahali nimepita sijawasimulia. Kuna maisha mimi nimeishi sijawasimulia. Kuna vipindi mimi nimevipitia nyie nikiwasimulia hapa kila mmoja atalia. Moyo wangu ni kama ulikuwa upo kwenye moto mkali mno. Moyo wangu ni kama vile ulikuwa hauna uhakika kama moyo wangu utaendelea. Yaani moyo wangu tu wenyewe ulikuwa hauna hakika kama utaendelea kufanya kazi tena. Nilikuwa sioni kwa sababu ya maisha. Sioni raha ya kuishi, msongo wa mawazo, kukata tamaa. Yaani ndio vilikuwa vitu ambavyo kila siku vinazunguka kwenye maisha yangu. Mpaka kuna muda huoni umuhimu wa Mungu. Wakati unajua fika kabisa kwamba hukujiumba, ni yeye Mungu ndiye amekuumba, tena kwa upendo mkubwa sana. Ila vipindi vigumu vya maisha vinakufanya yani usione wala kuwaza chochote zaidi ya kusubiri tu kaburi. Yaani kuna muda unapitia magumu kwa unasema huyu Mungu yupo kweli? Sasa kama yupo mbona ananiacha napitia magumu? Nyie nimepitia magumu mie, nitawasimulia tu huko mbele. Na sikuwa na yeyote, sikuwa na mama, sikuwa na baba, sikuwa na mpenzi, sikuwa na rafiki, sikuwa na mwalimu, sikuwa na mchungaji yeyote ninayemuelewa zaidi ya huyu bibi yangu. Kwa bibi yangu saizi kuwa na furaha, namuelewa kwa nini anakuwa na furaha. Bibi yangu pekee alilia na mimi. Bibi yangu alinikumbatia, alinilea kwa upendo mbali na hizi changamoto zote. Ni yeye pekee alikuwa ananielewa. Maisha yake yote alikuwa anasema hatamani kufa aniache bila furaha. Anatamani sana kushuhudia maisha yangu yana furaha. Na ndo kama hivi tunafurahi pamoja, ana furaha yangu. Yaani sijui ataniambiaje. Katika watu ambao nawapenda hapa duniani, bibi yangu anayo nafasi kubwa mno. Anayo nafasi kubwa mno. Basi mimi nikakata simu ya bibi. Uso wangu hapo ulikuwa una furaha vibaya mno. Na wakati huo mhudumu ndio alikuwa amefika pale kwenye meza yetu na sahani nzuri yenye kuvutia. Harufu nzuri ya chakula ilikuwa imetawala hapa mezani. Nilipokiona tu kwanza kile chakula nilitabasamu, alafu nilikifurahia mno. Gosby alinitazama pia na mhudumu pia akatukaribisha. Nilitabasamu tu, nikamwambia kinaonekana hiki chakula kitamu sana. Kwani hizi chips wanatia nini na mbona sio kama za nyumbani? Hata nyumbani pia unaweza kuzifanya hivi ukitaka. Utanifundisha si ndio? Na mimi nataka kuwa mpishi mzuri. I know Gosbet unajua kupika. Nilipomwambia Gosbet kwanza alinitazama na kisha alichukua uma, akachoma kipande cha nyama, akaanza pale kunilisha, akawa ananiuliza, unajua kupika kitu gani vizuri kabisa, yani kitu ambacho unakimudu kwenye kupika. Hapo anaongea huko ananilisha kipande cha nyama. Nyie mnaweza mkona kama sihara. Nikuulize wewe, mara ya mwisho kulishwa na mpenzi wako ilikuwa ni lini? Kuna watu wengine hapa hamkumbuki hata wewe na mpenzi wako mara ya mwisho mlioga pamoja lini. Lakini ni vitu vidogo tu vinaongeza upendo. Basi huyu wakati ananilisha mimi mkaka nyie, nilikuwa simuelewi kwamba ananitaka au anitaki. Mbona anaonyesha kunijali, mbona anaonyesha kunipenda alafu anitamki kama ananipenda. Basi mimi nikawa na shauku, we kaka nitongoze. Yaani bado kuna muda unatamani kuimba zile nyimbo za Diamond na Rayvanny. Unanitaka, unanitenda, basi nitongoze. Hela yako na inywea pombe. Baba mwenye nyumba ukinuna sijui nakutia makonde. Unanitaka? Basi nitongoze. Basi hapo nikawa natamani nimwambie Gosby nitongoze mwenzio.
Sasa wakati ananilisha ile nyama, ananiuliza swali, chakula gani mimi nakimudu kukipika vizuri. Sasa wakati nataka kumjibu, najikuta natafuna ile nyama. Naambia, "Wacha, hii nyama nzuri mno. Mbona laini, mbona tamu hivyo? Nzuri unajua." Hapo naongea huko natafuna ile nyama. Gosby akana tabasamu, akaniuliza, "Unapenda nikulishe tena au utakula wewe mwenyewe wakati unaniambia unachokipenda kula?" Nikamwambia, "Baby, mimi najua kupika mayai, najua kupika wali, najua kupika ugali." Basi hapo anacheka mwenyewe kusema ule kweli. Akaniambia, "Unaonekana unajua kupika chai tu, maana yake sasa siku nitakutangaza." Nikamwambia, "Nipikie, nitafurahi kula." Chakula. Basi hapo ilikuwa nitabasamu tu furaha, na kisha alichukua kiti, alikuja kukaa karibu yangu zaidi. Na ndo tulikuwa sasa tunakula hivyo. Tulikuwa tunakula huku tukisifia hiki chakula kwamba ni kizuri. Na wakati huo mwenzangu anakula ndizi, mimi nakula chips na nyama. Yaani tunakula pamoja. Chakula kilikuwa ni kitamu. Jamani, hakuna raha nzuri kama ule na mpenzi wako sahani moja. Mlishane. Na mpaka nimejimilikisha eti mpenzi wangu katika kato hata hajanitongoza. Basi mimi sikuwa naweza hata kuvunga. Na mwenzangu pia akawa ananitania, akawa anasema, "Watoto wazuri hawali sana unajua. Kwa nini tunashirikiana mpaka tonge la mwisho?" Mimi nikacheka nikamwambia, "Bwacha mambo yako bana. Au tuongeze chakula kingine?" Akaniambia, "Kama vipi, chakula ni kitamu unajua. Fresh tu." Mimi wasili hivi mjue, lakini huyu jamaa alivyochangamka, anavyoishi kishikaji, yani utasema kwamba tunajuana miaka, kumbe ni wapi. Hii I think ni mara yangu ya ngapi, ya pili ya tatu naona naye. Kunilegeza tena chakula, na safari ni nyama tupu, na ilikuja pale mezani. Tunakula tena kwa furaha. Ananilisha, nilimlisha. Sijui tulinawia wapi, ila tu tulijikuta tunatumiana mikono yetu. Sisana hata kama tulinawa. Nyie soko utamu ule wa nyama yenyewe. Nikamwambia, "Gosbet, imetosha. Gosbet, umeniponza mwenzo, nimekula sana." Gosbet akawa anacheka, akasema, "Kwani wewe hujawahi kula hivi?" Nikamwambia, sijawahi kufurahia chakula namna hii. Tufanye hivi basi mara kwa mara." Nitanenepa sasa unajua. Aliponiambia atanenepa, mimi nikawa nacheka. Mhudumu alikuja pale na bili yake, alimpatia jamaa. Akawa anajua jamaa ndo ana hela. Sasa jamaa alitazama ile bili, na wakati huo mimi nimevuta pochi yangu na nilitoa pesa kwa siri, nikamsukumia pale jamaa. Jamaa akatazama, akaona nimemsukumia hela kisiri, mhudumu akuona. Kwa akatabasamu, na kisha akachukua ile pesa akalipia yeye ile bili. Haikuwa kubwa sana wala haikuwa ndogo, na mimi pesa nilikuwa nimeisukuma, zilikuwa ni nyingi. Na wakati mhudumu akielezea njia tofauti za malipo, nakumbuka huyu customer care huyu Gosby alihesabu zile pesa akalipia. Mhudumu alishukuru sana, akatuacha sisi pale. Nikamwona huyu Gosby customer care anatoa pale pochi yake, akahesabu pesa kiasi, akaongezea kwenye ile ya kwangu ilikuwa imebakia, na kisha akanisukumia akasema, "Nashukuru sana umeokoa jahazi. Bila hivyo unajua leo tulikuwa tunaosha sahani." Nikamwambia, "Ni wewe? Sasa ndo unafanya nini sasa Gosbet?" "Abela, tumekula pamoja. Najua kama nakufahamu, lakini sina uwezo wa kulipa hii bili kubwa. So vizuri pia na wewe ukalipa peke yako. Siwezi nikakuachia peke yako, alafu wewe ni mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi nimechangia kidogo kuongeza nguvu kwenye hilo. Kwa ni lazima tushirikiane ili mambo magumu yawe rahisi. Lazima tuunganishe nguvu." Na ndio iko hivyo. Siku nyingine tunaenda sehemu nzuri zaidi, ila kwa pamoja tunakuwa tunashirikiana. Na mimi nakuahidi, leo nimechangia kidogo, lakini siku nyingine sitataka uchangie. Bili yote nitalipia mimi mwenyewe. Nikamwambia, "Gosbet." Kwanza nilijikuta namtazama, afu moyoni mwangu nikasema, namshukuru Mungu kwa ajili ya huyu Gosbet. Libarikiwe tumbo la mwanamke aliyemzaa huyu jamani. Ni watu wachache sana wanaofanya hivi alichokifanya yeye. Unajua Gosbet mwenyewe akatabasamu, na yeye akaniambia, "Ni wanawake wachache sana huficha aibu za wanaume kama ulivyonifichia." Yule mhudumu anajua mimi ndo nimelipa kila kitu, lakini kumbe ndo umenifichia aibu yangu. Nilimtazama nikamwambia, "Uko sahihi. You are the best. Sijapata kuona mwanaume kama wewe. Una moyo mzuri, una roho nzuri sana. Kwanza nina furaha kuona wewe hapa Gosby. Nashukuru kwa chakula. Kilikuwa ni kitamu sana." "Nakushukuru sana Bella. Chakula kilikuwa ni kitamu mno. Asante kwa kunilisha. Ninatamani kufanya hivi siku zote. Ninatamani sana." "Sasa nikikulisha mimi nitalishwa na nani?" Chakudeka sasa. Afu nimekumbuka kitu, Bella. Leo ni siku nyingine na kusikia unazungumza na bibi. Kwani wazazi wako wanaishi wapi? Hapo msikilizaji, kusema ule kweli, mimi kwenye maisha yangu hakuna swali ambalo silipendi mtu aniulize kama hili swali. Yaani nilijikuta pale nafumba macho, afu nikakumbuka vile ambavyo nilikuwa najibu mtu akiniuliza, mfano yani nikiwa niko chuoni, mfano nikiwa niko field zangu. Kwa maana yake
Nilikuwa naumia mno, nalia kila napoulizwa. Ili mtu yote ananiuliza akiniuliza tu hili swali, wazazi wako wako wapi? Namuona kama vile ni adui yangu mtu akiniuliza hilo swali. Ni kwa sababu hili swali ni gumu sana kulijibu, linaniumiza sana. Yaani naona maisha yangu kama vile yamefika mwisho, na ndio swali ambalo sasa naye Gozbert ameniuliza. Ndani ya moyo wangu nilikiri ya kuwa ni lazima, hata kama ningekuwa mimi kwenye harakati za kufahamiana na mwenzangu, ni muhimu kujua kitu kama hiko. Sikuwa nimeelewa kuwa nilipofumba macho yangu kutokana na zile flashback, machozi yalinitoka. Nilisikia Gozbert akiniambia, Abela, sikujua kuwa katikati ya furaha nitakutoa machozi. Naomba unisamehe sana. Basi naomba usinijibu hilo swali. Mimi hapo kwanza nilifumbua macho, nikatabasamu. Nilifuta machozi, nikamwambia, sikujua hata kama nimelia, kusema ule kweli. Hapo nayesema hayo, mengine yanatoka, uso umeshaingia karaha. Gozbert alinifuta kwa mikono yake na kisha akaniambia, sikiliza mama wangu, nisikilize. Usilie. Sasa anaposema hayo maneno, nikawa nasikia zile sauti kama mamangu anaomba msaada hivi, yani kama mamangu analia kwa uchungu mno. Na kisha nilisema kwa kwikwi, hapo nikawa nalia sasa. Nikasema, mamangu alifariki muda mrefu sana. Mamangu alifariki. Nakumbuka alifariki. Sasa niliposema hivyo nikawa naendelea kulia kwa uchungu, na hata mwanaume huyu customer care, yani Gozbert, alinikumbatia akaniambia, nisamehe sana kipenzi. Sikupanga kukuumiza na kuomba unisamehe sana. Naomba unyamaze na sitaki unisimulie historia ya maisha yako. Hapo mimi nilijikuta naendelea kulia. Nikamwambia, mamangu alikuwa ni rafiki yangu, alikuwa ni tegemezi kwangu, alikuwa ni mama mzuri sana kwangu. Natamani kila mwenye mama yake amfurahishe. Maisha bila yeye ni magumu mno. Namkumbuka sana, kila siku namkumbuka mamangu. Nisikilize basi. Nakuelewa pia. Ni maumivu ya kumpoteza mama kwenye umri mdogo, naelewa. Natambua sana Bella. Najua sina neno la kukufariji kwenye hili. Mungu ndiye huwa faraja ya kweli. Mimi Gozbert siwezi kuwa bora zaidi mamako, sawa? Ila kadiri tunavyoendelea kuwa pamoja, nitakuwa furaha kwako na sitasababisha huzuni. Nakuomba unisikilize. Gozbert aliponitamkia maneno, kwanza nilitabasamu. Pale nikafuta machozi. Nikamwambia, hata hivyo mimi sio wa kwanza kufiwa na mamangu kwenye huu ulimwengu. Mungu ndiye anatupa faraja, na babangu ambaye huyu bibi ndiye mama yake, yeye yuko jela, anaishi huko. Hapo niliposema hivyo, uso wa Gozbert ukanitazama. Mimi nilitabasamu, afu nikamwambia, ndio iko hivyo, mimi sina familia zaidi ya bibi yangu tu, iko hivyo. Vipi kuhusu wewe Gozbert? Abela, tofauti yetu ni kidogo sana. Mimi kwa upande wangu ninaye mama, ingawa ni mgonjwa kwa muda sasa. Ninaye pia mdogo wangu ambaye anasoma bado, na ndiye anayemtunza mama wakati mimi natafuta, na mimi ndiye ambaye namsomesha mdogo wangu. Babangu mimi alifariki nikiwa niko mdogo sana. Nimejilea tu mtaani, nimejipambania, ingawa elimu ya kuungaunga, ila nilimaliza kidato cha 4 na nikafaulu. Baadaye nikajipeleka kusomea mapishi, nikihisi kwamba ni kazi nitakayopata kazi kiurahisi. Kumbe haikuwa hivyo. Na tofauti yetu ni kwamba ukilia au ukiwa kuna huzuni, wewe unaye bibi, mimi niko peke yangu. Gozbert, kwa nini unataka kulia? Lia, utalia na mimi. Hauko peke yako. Unaye Abela, ni sehemu ya familia yako pia. Hapo Gozbert alinitazama afa akatabasamu. Ni kama naye habari hii ilimfanya apone. Unajua, nilisogea zaidi nikamkumbatia, alinikumbatia pia, tukawa tumekumbatiana. Tukiwa katika hiyo hali, nilisikia nikiitwa pale, Abela. Kwanza nilitulia. Na hapo nikawa sasa nimetoka kwenye hili kumbato la Gozbert, I mean customer care. Tukawa sasa tumeshikana tu mikono. Nilishangaa kumwona Daniel. Daniel ni yule mkaka ambaye ananitakaga sana, ananipenda sana. Daniel alikuwa anatabasamu tu, akasema, nilijua labda nakufananisha
nisamee bwana, nimewaingilia. Oya bro, habari yako hapo? Daniel huyo anamsalimia Ghostbet, na Ghostbet akajibu akasema salama kabisa, karibu. Mimi nashukuru bwana, mimi naitwa Daniel bro, mimi naitwa Daniel. Okay, sawa, anafurahi kukufahamu Daniel. Mimi hapa, unajua bro, mimi hapa rafiki yake wa karibu sana na Abela. Yaani Abela mimi ndo rafiki yake. Yaani rafiki yake wa karibu, mimi ndo rafiki yake sana. Okay. Vizuri, ni sawa tu, hakuna tatizo. Oya, sasa bro, unaweza kutupisha kidogo, nataka kuongea hapa na Abela hapa. Nikamwambia Daniel, unasemaje? Kati ya huyo na wewe nani anayepaswa kutupisha? Hebu nisikilize Daniel. Wewe ndio unayepaswa kuweza kutupisha. Sijui unaelewa Endelea na ratiba zako Daniel, na niko hapa na mambo yangu binafsi. Na wala sio biashara, wala sio mambo za kifamilia. Nina mazungumzo yangu binafsi. Kwa kama ulivyotukuta, na kuomba Daniel utupishe. Nilipomwambia hivyo Daniel alibaki tu ananitazama. Macho ilimtoka, lakini mimi sikujali. Hapo nikamwona anaondoka. Jamani, nilichukia sana mjue. Na hata Ghostbet alisema kwamba sasa unajua ukichukia unakuwa ni mbaya. Sijai kukuona ukichukia kama ndio unakuwa mbaya hivyo. Mtu nikombe kitu kimoja. Sawa, usio unachukia bwana. Nikamwambia pana, Ghostbet, kuna watu wanakera sana. Sasa sehemu kama hizi ni za kushobokia na watu kweli? Huyu kaishi nje ya nchi. Ila ni kama vile Taira. Unajua na kera. Kulikuwa kuna haja gani kwanza mimi huyu rafiki yake na kulikuwa kuna haja gani? Kama muhimu mimi ningeona ningekutambulisha mimi mwenyewe. Ningekwambia Ghostbet, huyu ni rafiki yangu. Mimi ndio nitakao nikutambulishe. Lakini yeye katoka tu zake huko, mimi ndio rafiki yake na Abela. Mimi sijui fiko ameulizwa. Au ulimuuliza si shobo zake? No. Nisikilize Abela. Usiseme hivyo. Mimi mwenzako naelewa haraka sana. Naelewa haraka sana. Na ndio maana mimi sikulitaji jina langu, kwa maana wewe ndio ulipaswa kuweza kututambulisha. Na nikauona uso wako, kwa nikaelewa kabisa huna mahusiano naye mazuri yule jamaa. Kwa nimeelewa na wala tusijali kwa sana hilo. Ghostbet, naomba unisamee kwa ajili yule mpumbavu. Ili nikusamee na kuomba utabasamu kwanza, bana umenuna, sura yako imekuwa ni ya kutisha sana. Hapo nikatabasamu, na kisha Ghostbet aliniomba simu yangu na aliomba nipige picha, nikakubali. Na mimi nikaomba pale mhudumu atupige picha. Tulifanikiwa kwa hayo yote. Hakika usiku huu ulikuwa ni mzuri mno. Nilimuuliza wapi anapoishi. Ghostbet alinijibu anapoishi na alinikaribisha sana kwake. Tulifurahi sana na muda nao pia haukuwa nyuma. Niliagiza pale wine nikanywa, huku tukiwa tunacheka tunataniana mno. Mwenzangu alikuwa anapiga maji tu. Afa kana ananiambia, Abela, kumbe ukiwa unakunywa huwa unachangamka hivyo, si ndio? Nikamwambia mimi bwana, mimi sijanywa muda. Kwa leo nimefurahi sana na ndio maana nakunywa. I'm very very happy. Unajua ni tamu tamu sana. Nikonjesha kidogo. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Hapo nikawa namuimbia ule wimbo mpya uliokuwa umetoka. Basi akawa anacheka kweli kweli, akaniambia muone kwanza, hebu maliza hiyo na sitakubali unywe zaidi ya hapo. Nikamwambia okay sawa mkuu. Sawa kamanda, nimekuelewa. Nikana mtania hivyo. Basi Ghostbet akaniambia okay sawa, maliza tuondoke. Na ndo ikawa hivyo msikilizaji. Huyu mwanaume alininua, alinishika mkono wangu na kwambia, akaniambia tunaweza kuondoka sasa mtoto mzuri. Aliponiambia mimi nitabasamu, nikampa mkono. Alichukua pale mizigo yangu pia aliibeba. Nilikuwa najiona kama vile dunia yote ni ya kwangu. Yaani kama Tanzania yote ni ya kwangu, hii peke yangu mimi. Mimi hapa ndo kama ndo nafurahia. Nilikuwa nahisi kama vile hakuna mtu ambaye anapaswa kufurahi zaidi yangu. Malkia kwenye mikono salama ya mfalme. Naam,
Customer care ni mfalme mwenye huruma na anayetenda mema kwa watu kama wakaya yake. Anayetenda mema kwa watu wakaya yake, naweza nikasema hivyo. Ndo yeye Gosby. My miracle man. Tulifika mpaka kwenye gari. Akanitazama akasema, Abela, nimefurahia sana usiku wa leo. Usiku wa leo ni mzuri sana kuliko siku zote ambazo nimewahi kuishi hapa duniani. Nakosa neno zuri la kusema, ila nataka tu utambue kwamba wewe ni mtu mwema sana, wewe ni mtu mzuri kwenye maisha yangu. Nimefurahi sana. Nimefurahi pia. Naweza nikasema tumefurahi. Sio kwamba ni umefurahi peke yako. Kabisa, tumefurahi pamoja. Tumefurahi sana Abela. Tuondoke sasa. Kuna mahali nahitaji kupita. Wewe unaweza kaenda tu. Nadhani tutawasiliana. Kiukweli bado nilikuwa natamani kuendelea kuwepo na huyu mwanaume. Kwanza nilijikuta namsogelea mwilini, nikamwambia Gosby, please, naomba tuondoke pamoja. Nitakupitisha hata mahali unapotaka kwenda na kisha mimi niendelee na safari. Abela, naona umeanza ubishi wako pia. Hebu tufanye hivi. Naomba nipitishe kituo cha daladala na kisha wewe wahi nyumbani. Ni bora hata hivyo kidogo, nimefurahi. Basi tukaingia kwenye gari na akaniuliza, unaweza kuendesha au tutafute msaada? Nikamwambia Gosby, sijaelewa, niko vizuri, nimechangamka tu. Hapo Gosby alinitazama kisha akatabasamu. Alinipa mizigo yangu, nikachukua pale pochi na mfuko ule niliokuwa nimemwambia kwamba huu ni wa kwako, ni wa kwako. Nikamwambia sasa nilifikiri ningeweza kukupatia ndani. Ile tulikuwa tunafurahi, nikasahau. Tafadhali naomba upokee Gosby. Kama nilivyosema, huyu mwanaume ana utulivu fulani hivi. Kwanza alinitazama akaniuliza kwamba hivi vyote ni vya kwangu Abela. Nimefanya nini hata kustahili yote hayo unaonifanyia? Nikamwambia utafungua ukifika kwako, kwa sasa nawasha gari. Basi akaendelea pale kushangaa mfuko wake na mimi kwa jicho la pembeni nilimchungulia huku, nikabaki tu na tabasamu. Mie tena nikaendelea tu na kuendesha gari. Nikafika mahali ambapo ndo kituo cha daladala, nikasimamisha gari na kisha alinitazama akaniambia, nashukuru sana dereva wangu kwa leo. Nimefika salama na asante kwa mtoko huu wa leo. Nimefarijika sana. Nisamee kama kuna mahali nimekukwaza Abela, lakini Abela, wewe ni kitu kizuri sana kwa kutokea. Una roho nzuri sana. Nashindwa nikwambie nini, lakini natamani kusema ni neno gumu lakini lina tafsiri mbaya, ila kizungu ni afadhali. I like you with your heart Abela. Nilitabasamu kwa maana kwamba anajitahidi sana kuzungumza hii lugha ya kigeni. Kisha tena niliweka mkono wangu juu ya mkono wake. Nikawa nampapasa fulani hivi huku, nikawa namwambia kwamba nina imani wakati mwingine utakuja nyumbani umuone bibi. Tuombe uzima tu. Tuombe uzima na kila kitu kitakuwa hivyo. Basi nilikuwa namtazama tu usoni, nikiwa nimelegeza macho, midomo yangu. Namtazama kwa mahaba sana, nampenda. Light kama wangekuwa wanaume wa sasa hivi wakikunulia bia moja bia mbili wanakudinya, basi hii siku ya leo alikuwa ananidinya vizuri tu. Kwa sababu ninamtamani na yeye ananipenda. Mimi nilitamani tudinyane, ila niliona itakuwa ngumu kwa upande wake. Naona hapa mpango juu yangu kama vile hana. Nachukia kuona hana mpango juu yangu mimi. Ila moyoni nilikuwa najipa moyo kwamba pengine labda anajipanga. Unajua sometimes mwanaume anaweza kawa anajipanga ili anipe swaga za kueleweka. Lakini light kama angejua mimi hata akisema tu nakupenda bila hata kujezejezea nyama kunitiatia saga tena. Kunitiatia swaga, mimi humo tu ningeruka naye. Angejua mimi huyu mkaka hata angenikonyeza tu vidonyo, mimi ningeruka naye tu. Na kwa jinsi ambavyo nampenda, haki ya Mungu, kwenye kudinyana angenishika tu mkono, mimi ningeongoza mpaka chumbani. Sasa si tukaa tu tunatazamana hivyo hivyo, huku sura zetu zinazidi tu kusogeleana. Wae nilijua kunichangamsha, wae nilijua kukimbilia huko kunako. Mia Abela, baada ya miaka mingi sana kupita, miaka zaidi ya 10, leo hii Mia Abela nilifika kwenye midomo ya Gosby. Nikaanza kumpiga wale mabusu, tena kwa hisia kali, mpaka nikajikuta natetemeka. Nilishika uso wake kwa upendo, sikutaka hata kuacha kumbusu ile mwidongo ni kama vile ulikufa ganzi. Mtamo mdomo ile siwezi kuelezea, nilikuta mwili wangu hapo, mkono wangu ulikuwa uko juu ya swali yake. Nilikuwa nishikashika
kumbe kwenye zipo ni kuna kitu pale basi napiga nataka ndio sasa yani kwa kazi kwa hizo kingine tena sasa chikana fulani hivi yani kuna tetemeka mpaka ni risk kama vile nataka sasa nikasogeza pale mkono wangu kwenye zipi yake ile, nikawa nataka kufungua. Jamani, kumbe hapo mimi nina hamu na ugwadu. Kuna ile nyimbo inaimba jamani na ugwadu. Basi mimi ndo na ugwadu wa miaka sijakutana na mwanaume hata kwa bahati mbaya. Uvumilivu ulinishinda, nyafu nikumbuke hapa ni barabarani. Nikawa nataka kujihudumia mtu mzima mie hovyo. Ndo nikaja kujua kumbe miaka yote mimi nilikuwa najinyima akili. Mimi sina akili nzuri nyie. Kwa nini nilikuwa najinyima vitu vitamu kama hivi? Sasa ile nikawa nafungua zip ile. Nafungua zip ya Gosby. Gosby akaniambia, Abela, please stop tafadhali. Hapo mimi nilizidi kumkumbatia, nikamwambia Gosby, usifanye hivyo mwenzako, unajua mwenzako. Abela, naelewa kwamba huyu sio wewe. Nakuomba sana Abela, urudi nyumbani, tutawasiliana kesho ukiwa uko okay. Kwa sasa wewe nimekuchangamsha sana. Basi kidogo. Abela mama, naomba nisikilize tafadhali. Basi naomba unisamehe kama nimekukwaza. Kama nimekuzi nisamehe. No. Hujaniudhi. Ila naweza sasa kuondoka Abela, si ndio? Ndio. Lakini Gosbet, hapo niliona kama vile Gosbet uso wake umebadilika. Alishuka kwenye gari na kuanza kuondoka. Hakutaka hata kuzungumza na mimi kabisa. Sijui alipenda, sijui kupenda. Ila mimi kwangu ilikuwa ni kama ndoto, yani niko hoi. Nikishika hivi midomo yangu najikuta nacheka. Yani nilikuwa nacheka kwa furaha. Mwanaume sijui alinigusa wapi. Nilijua kutetemeka. Nilibaki pale kwa muda, maana siwezi kuendesha gari na bado nilikuwa nasikilizia utamu jamani wa lile busu. Niko pale nilimtumia ujumbe Gosbet. Nakumbuka nilikuwa nimeandika, Gosbet, sikupanga kukuudhi. Nimejikuta tu nimeteleza. Na kuomba unisamehe sana Gosby. Ujumbe haukujibiwa. Kwa sababu nikavuta pumzi, nikaambia nakupenda sana Gosbet. Nakupenda sana. Jamani. Hapo kwanza nilishusha pumzi, nikafumba macho yangu, nikasema oh my god. Mimi na utu uzima wangu. Nikafumba macho, yani nikifumba hivi macho namuona Gosbet wangu. Miaka 30 plus nachanganyikiwa kwa busu tu. Hakika nilichanganyikiwa. Hivi vitu kumbe vinachangamsha akili nyie. Hili busu tu jamani, just a kiss. Nilijiona kama vile mjinga. Taratibu nikaondoa gari yangu, huku moyoni nilikuwa ninawaza namna ambavyo nilikuwa na vile ambavyo nilikuwa nafanya vile. Nikisema mara ya mwisho ni lini nimesikiliza muziki sikumbuki, ila niliweza kuchukua simu yangu nikatafuta muziki mzuri sana nikauplay. Nahisi kama naota. Nasinzia nikikuwaza miaka nenda miaka rudi ndo wimbo ambao nilikuwa nausikiliza. Usiku wangu ulikuwa ni mzuri sana nye. Usiku wangu unaenda kuwa ni mzuri zaidi ya siku zote nilizowahi kulala. Nilifika mpaka nyumbani, nilichukua simu nikasema Gosbet, nimefika nyumbani, please nijibu basi message mwenzako, usifanye hivyo. Ujumbe ulikaa kwa muda. Baadaye ndo akanijibu akaniambia, Abela, kuwa na amani. Siwezi hata kukujibu hata wewe nini. Hakuna baya ambao umenifanyia. Nimependa kila kitu ambacho tumefanya pamoja. Nikifika nyumbani nitakupigia, naomba usilale nisubiri. Kwanza nilipoona ujumbe wake jamani nikasema wow. Amesema amependa kila kitu. Na hata busu pia amependa. Hapo nilicheka. Kwanza nikachukua diary. Kabla hata sijasahau kitu, nikaisimulia diary yangu haswa yani jinsi nilivyokuwa namna jinsi ambavyo nilikuwa nimefurahia busu la huyu mwanaume. Nilipomaliza nilianza pale kuvua nguo zangu, nikavaa taulo. Kisha nilianza kujiambia pale, Abela we mzuri sana. Abela unavutia. Abela una muonekano mzuri. Abela unajipenda. Hata mimi mwenyewe Abela nakupenda. Abela hata angojeke kuona hauwezi kuchomoa. Abela wewe ni mzuri. Basi nikawa najiambia hayo maneno kwamba mimi ni PC.
Nipi skali. Taka nishangae mwanaume gani aseme kwamba hajapenda kile nilichokuwa nimekifanya. Huyu atakuwa sio mwanaume. Basi nikaa nimecheka sana. Nyie ugonjwa kucheka nyie unanisumbua mwenzenu mimi. Ni raha tu. Kwa nikaingia bafuni. Naoga mwenyewe huku naimba. Nasinzia nikikuwaza. Yaani mapenzi yote naimba. Nyie. Mvua. Nitakupa nini mimi mvua? Mapenzi uchizi. Vipeperushi vinatamba. Nimesafutwa sijui. Hamjaniona. Kazini sionekani. Yupo wapi huyu? Hata kwenye masimulizi sionekani. Yuko wapi huyu? Natafutwa. Basi hapo nilikuwa naimba huku naoga mdogo mdogo. Nilipomaliza kidogo ile natoka hivi bafuni, namkuta bibi yangu tena alikuwa ameshika ile diary. Kwanza nilimtazama. Alafu bibi naye akanitazama. Alafu bibi akaanza kuniambia, mjukuu wangu, umembusu kumbe mpaka umembusu. Nikamwambia bibi umesoma diary. Bibi kwa nini lakini umeingilia mambo yangu? Bibi kwa nini umeingilia uhuru wangu? Hivi bibi unajua kama umekosea? Hapo bibi kwanza mimi nawaka nalalamika, bibi ndo kwanza anatabasamu. Aambia wewe mwenyewe kwanza umeacha wazi. Sio mimi, nimekuta diary yako hii iko wazi. Mimi nilijua pengine labda umetaka niseme unaona aibu kusimulia. Sasa kumbe ni siri. Nisamee mjukuu wangu. Ilikuwaje? Ilikuwaje kwa unajisikiaje mara baada ya kupigana naye mabusu? Maana kwenye diary humo umeandika umempiga busu kweli kweli. Niambie mjukuu wangu umejisikiaje kwenye hilo busu? Kwanza nilimtazama bibi kwa nilimaindi, nilichukia, na wakati huo simu yangu sasa ilianza kuita. Bibi akatazama ile simu. Akasoma ile alikuwa anapiga nani. Nilikuwa nimesave my Miracle Man. Bibi akaniuliza, huyu my Miracle my nani wako ni nani? Amana anapiga huku simu. Nilimtazama bibi afu nikataka kucheka lakini kana jikaza. Nikasema nikicheka hapa bibi atanizoea. Nikabibi unajua mbea. Bibi nakuomba uende afu nitakusimulia kesho. Nakuomba uondoke. Ondoka bibi. Njoo na kibaiskeli chako nikusukume. Hapo bibi yangu mwenyewe anacheka kweli kweli nakwambia. Akanisema mimi kosa langu nini mjukuu wangu? Nikamtoa hapa nikasema wazee wote bwana wamelala wewe. Bibi nenda na kalale. Bibi akawa anacheka kweli kweli. Haya my Miracle Man ndo usiku mwema. Nikaambia muone milako ni milako mwenyewe. Bibi unafujo wewe. Basi simu pale nilikuta pale ishakata. Ilibidi mimi ndo nipige. Nilipopiga tu kwanza alipokea. Alipopokea tu my Miracle Man wangu huyo. Nikamwambia nimefurahi umenipigia Gozbert. Lakini naomba radhi kwa mara nyingine. Sikupokea simu yako. Hapo Gozbert nilimsikia kama vile anashusha pumzi na kama vile anavimafua fulani hivi. Unajua ile sauti yake tulivu sana ambayo ilinifanya nitulie wakati nadai pesa. Sasa ile sauti ya zaidi aliniambia kwa utulivu nye. Akaniambia Bella. Nikamwambia yes Gozbert. Hapo kwanza alikaa kimya kwa muda, alafu akasema tena kwa sauti yake tamu nzuri. Akasema naweza nikakwambia kitu mama. Mimi kwanza hapo mwili ulisisimka. Kuniambia kwamba anataka kuniambia kitu. Mwili ulisisimka, yani kila kiungo, kwanza ile sauti yake ile. Alafu tena ndo naambiwa mama, nyie. Na achaje sasa kwa mfano kusisimkwa. Nikamjibu kwa hamu ya kutaka kujua zaidi. Nikamwambia unachelewa Gozbert. Haraka tafadhali naomba tu niambie. Hapo Gozbert akacheka kidogo, akaniambia Bella. Kiukweli nakosa neno zuri la kusema. Bella sina neno zaidi la kukwambia. Wewe Bella sio tu mwanamke. Wewe ni zaidi ya mwanamke Bella. Bella hebu sikiliza mama mtu. Yaani ninachotaka kusema ni hivi. Gozbert, unataka kusema nini? Usinifanye hivyo please tell me, naomba uniambie. You're so amazing Bella. Uweze kuamini nimekumisi tayari. Unaishi maisha yako halisi, hujui kudanganya.
Nimependa mambo mengi kutoka kwako, na hata nikisema tukeshe kusimuliana mambo hayo bado hatutaweza kumaliza. Hatuwezi kamwe kumaliza Bella. Unanifanyia vitu ambavyo hata najiuliza mimi ni nani kustahili haya yote. Abela, kwa nini unanifanyia mambo haya yote mtu kama mimi? Mtu ambaye sifikii hata robo ya unavyovimiliki. Mtu ambaye sifanania hata kuongozana na wewe. Mtu ambaye sistahili kupewa zawadi na wewe. Abela, ni kama nisipokee hizi zawadi, ninaona aibu sana. Nitakulipa nini? Yaani mimi nitakulipa nini? Nitakulipa nini zaidi? Hebu nakuomba uniambie. Huyu mkaka namna anazungumza, namna anavyoniuliza, namna ambavyo namsikia, namna li sauti lake lilivyokuwa litamu. Huyu mtu ni ambaye ndo furangu mimi imepitiliza kwake. Mtu ambaye ni zawadi yangu, pengine nimemkumbusha vitu vingi kwenye maisha yake, na hata anajikuta ajue afanye nini, ajue nilipe nini. Sikuwa nimeona atazungumza, yani wakati namkabidhi hizi zawadi, sikujua kama atakuja kuyazungumza haya maneno. Kwa maana mimi akili yangu inawaza vitu kama ambavyo sijui nisemaje. Mimi akili yangu inawaza vitu ambavyo vimegubikwa na mapenzi tu. Sioni kitu kingine zaidi ya mapenzi tu ambayo naona kwake. Nafurahia tu kuwa na yeye muda wote na wakati wote. Sijui hata niliwezaje mimi fall in love kwa huyu mkaka. Mimi ninavyojifahamu mimi Abela ni mtu ambaye nimejazwa hasira, nimejazwa chuki, nimejazwa giza tu kwenye maisha yangu. Sina maneno ya kuzungumza wala kumwambia mtu, ila kwa mara ya kwanza niliweza kumwambia Gosbet, hilo sio deni kwangu. Eti kwamba ni lazima ulipe, la hasha. Na wala sijafanya ili mimi unilipe. Wewe unastahili hata zaidi ya hiko nilichokupa. Unastahili zaidi ya yote. Umefanya mambo makubwa sana kwenye maisha yangu ambayo hata madaktari hawakuweza kufikia ulipofikia wewe. Gosby, wewe ni zaidi ya vile ujuavyo kwangu. Wewe ni rafiki ambaye sitaki kumpoteza kwenye maisha yangu. Umuhimu wako kwangu ni kama vile uhitaji wa maji wa binadamu. Wewe ni chochote, wewe ni mtu muhimu, haijalishi ni kitu gani tunatofautiana. Abadan siwezi kufikia hekima na busara zako. Siwezi kufikia upole na huruma yako, upendo na ucheshi wako, una utajiri wa moyo safi ambapo binadamu wengi wamekosa. Gosby, wewe ni zaidi ya yote unavyoona watu wanamiliki, hata watu waje na vitu gani, lakini bado nitachagua aina ya mtu kama wewe kuwa naye kwenye maisha yangu. Unanidai vingi ambavyo mimi ndio siwezi kukulipa. Ninatakiwa kuweza kujifunza mengi zaidi kutoka kwako. Pengine hujui, ila wewe ni upatanishi, wewe ni amani, wewe ni upendo, wewe ni furaha, wewe ni inawezekana, wewe ni faraja, wewe ni tumaini, wewe ni burudani, wewe ni tabasamu. Zaidi ya hayo yote sijui nikwambiaje. Wewe ni mtu ambaye siku hazipiti sija kufikiria. Naomba sana endelea kunifundisha mengi ambayo mimi sikuwahi kuyawaza. Usiniulize hata ni kwa nini nimesema hayo yote, kwa sababu unastahili zaidi ya haya maneno, na huo ndio uwezo wangu wa kukufanya wewe ufurahi. Gosbet. Hapo kwanza nilikwama nilipofika hapo. Alafu nikafumba macho, alafu ndani ya moyo wangu nikasema, Gosbet, mimi mwenyewe nakupenda. Ni lini utaliona hilo kama nakupenda? Ni lini utafungua mdomo wako Gosbet? Hebu nitamkie hilo neno, wewe kaka, mbona unakuwa timbulu, mbona unakuwa domo zege, mbona unakuwa domo zito? Na nakuahidi kabisa Gosbet, ukinitamkia mimi unanipenda na kuahidi, yani sitokusubirisha kwamba subiri sijui eti nikufikirie. Nitakujibu papo hapo, kakaangu, wewe tafadhali nitongoze. Kwani wewe uone kama najileta kwako? Lakini Gosbet, fungua moyo jamani, nakusubiri wewe tu uniambie unanipenda. Hapo sasa nazungumza na moyoni mwangu, yani naomba dua zote huyu mkaka alupoke tu hata kwa bahati mbaya kwamba nakupenda Abela. Sitoichezea hiyo nafasi, hapo hapo naunga naye. Gosbet akaniambia, Abela, haya maneno yote yametoka kwenye kinywa chako ama ni vipi? Ina maana mimi ni mkamilifu namna hiyo? Gosby, udhaifu upo kwa kila mtu. Tumetofautiana tu namna ya kuweza kudhibiti madhaifu yetu. Yaani kuwa perfect kwangu ina maana kwamba mtu kama wewe ambaye huwezi kufanya jambo baya kwa watu wako wanaokuzunguka, that I mean, ulinifundisha kuwa kama nisitupe watu, na ulinifundisha kama nisitengane na watu, bali hata wafanye nini ni watunze. Gosby, to me you are too perfect, mpaka nawaza unawezaje eti. Abela, leo naona umechangamka sana. Kama ukinywa wine unakuwa hivi, basi hata mimi pia nitajikongoja niwe na kununulia ili kila siku uchangamke kama vile ambavyo umechangamka.
tutachangiana, usijali. Haina maana kuwa mimi ni mkamilifu. Ninachojua mimi ni mwanaume tu Abela, kama wanaume wengine kwenye hii dunia yetu. Ukizaliwa mwanaume, basi kuna mambo itakulazimu tu yaache, wafanye wavulana ambao akili zao bado zinawalazimisha wabaki kwenye uvulana. Kuwa mwanaume ni kuwa mwajibikaji. Kuwa mwanaume ni jukumu. Kuwa mwanaume ni kuwa na utu na huruma kwa jamii inayokuzunguka. Kuwa mwanaume ni unyenyekevu na hekima. Mungu yeye mwenyewe alopanga haya majukumu. Alinipa majukumu ya kutafuta kwa jasho, kwamba mwanaume lazima nitafute kwa jasho. Sasa kwenye utafutaji lazima uwe na upendo, lazima uwe na uvumilivu, lazima uwe na hekima, lazima uwe una ubunifu, uwe na huruma ya kutosha. Ukiwa mwanaume, familia uliyoibeba inatakiwa kukupa nguvu ya kuwatafutia na kuwapambania. Dunia haina huruma, na sina hela kila siku. Mimi si mkamilifu, ila najua jukumu langu kama mwanaume. Nikizingua kama mwanaume, watu wengi nyuma wanaonitegemea nitawaharibia maisha yao. Hakuna watu muhimu kwenye maisha kama familia yako. Haijalishi nini kinawatokea, hata kuwasambaratisha, ila familia ni kitu cha umuhimu. Familia ni kitu bora. Upendo ndani ya familia ni kitu cha umuhimu kuliko kitu chochote kile. Ukilijua hilo, basi mwanamke atasimama kwenye majukumu yake na mwanaume atasimama kwake. Hawa watu kamwe hawataweza kuumizana, kwa maana kwamba kila mtu anakuwa amejua nafasi yake, anajua nini afanye wapi na muda gani. Hivyo siwezi kumuuliza mtu, kwa sababu mimi najua nini maana ya maumivu. Hapo Gosby aliongea maneno mengi mazuri ambayo wanaume wengi sio rahisi kuyazungumza, na nilijikuta namuuliza swali gumu mno. Nikamwambia, Gosby, una mahusiano, yani una mwanamke, una mpenzi? Hapo niliuliza, hata mwenyewe niliziba mdomo. Yani nilijiuliza ni kwa nini nimeuliza hilo swali kama hilo. Wakati nataka kumzuia asinijibu, yeye tayari akawa ameshanijibu. Akaniambia, Bella, hapana, sina mahusiano, ila tu binafsi mimi nina uelewa tofauti kuhusu hayo mahusiano. Mahusiano ni furaha, kufurahia kidogo mlichonacho kwa upendo wa dhati. Sasa imekuwa tofauti sana siku hizi. Hata sisi wenye kidogo tunachopata hatupati haki ya kupenda, kwa sababu tu mahusiano ya siku hizi ni kama watu maarufu. Lazima muwe mna mashabiki ambao unawafurahisha, mashabiki ambao wanaendesha mahusiano. Watu wengi haswa miaka ya sasa, mahusiano ni kama vile yanapoteza ladha yake halisi na yapo tu kibiashara, na lazima mmoja umie. Mahusiano unaangalia mtandaoni, kuna kitu gani kipya unaenda kumdai mpenzi wako. Mahusiano ya sasa hivi yana mahitaji mengi kuliko hata maisha yetu. Mahusiano yana mahitaji mengi kuliko hata mahusiano yenyewe. Yani mahusiano yanahitaji kwenda sehemu nzuri kila mwisho wa wiki. Mahusiano sasa hivi unakutana na watu wanafundishana kwamba lazima uvae nguo, uvae viatu, mnunulie mwenzio nywele, lazima apendeze, vitu kama hivyo. Lakini vitu vyote hivyo vinahitaji pesa, vinahitaji zaidi ya vile ambavyo unajua. Mahusiano sasa hivi yanahitaji simu nzuri, kujishuti content, kuposti huko mitandaoni. Mahusiano sasa hivi yanahitaji uwe smart wakati wote, ili mashabiki wafurahi kukuona uko smart muda wote. Na tena mahusiano sasa hivi inakupasa upende. Mahusiano sasa hivi yanakutaka umfurahishe mwenza wako muda wote. Mahusiano ya sasa hivi haitakiwi unune. Ukinuna unamkuta mwenzio tayari ameshachukuliwa na mwingine. Abela, hayo mahusiano mimi ningewezea wapi? Maisha yangu tu yenyewe yana mahitaji. Haya, niongeze na mahitaji mengine. Kwa kifupi tu ni kujibu swali lako, sina mahusiano. Lakini vipi kwa upande wako wewe Abela? Unajua Gosbet, hilo jibu lako limenifanya niwaze mambo mengi sana. Anyway, I'm single. Sina mahusiano. Mwanamke mzuri kama wewe, namna jinsi ulivyo, unakosaje mahusiano? Gosby, sina tu mahusiano, nimeamua. Tumezungumza sana. Unajua inakaribia lisa lazima. Gosby, mimi sina neno. Mimi naweza nikazungumza na hata zaidi. Na haunichoshi. Napenda sauti yako jinsi unavyoongea. Abela, hata wewe pia hauchoshi pia. Una mazungumzo mazuri muda wote. Nataka kuzungumza na kuendelea kukusikia kila muda.
Lakini mamtu, kumbuka kwamba saa 9 mimi naingia mzigoni na muda sasa hivi umeenda sana. Naomba nilale tafadhali. Ila nitalala huku nikiwa nimekumbatia zawadi zangu. Bwana Gosby, mimi sitaki ulale. Nakuomba ba mtu usilale. Oh, mtoto mzuri, lala bwana. Lakini unakuaje? Lakini mbona unakuwa vile una akili? Sikiliza mamtu. Sumeelewa? Lisongilo. Lala basi. Sawa ba mtu. Nimelala sasa, haya kata simu yako. Okay, bye. Bye. Na nitakumisi sana. Bye. Nitakumisi pia. Hapo alikata simu. Yaani ilibaki nimeweka simu kifuani kwangu, afu nikaanza nasema bye. Bye my miracle man. A very sweet man, an amazing heart and soul. Nakupenda, pumzika mpenzi. Kesho ni siku pia. Hapo naongea simu ilishakata muda mrefu, lakini mimi nikakaa nimeweuka. Nikawa nazungumza mimi mwenyewe. Nikavaa vizuri kwa ajili ya kulala. Nilipopanda kitandani sasa, mwanamke wa makamo mshangazi fulani vi miaka 30 na nikabadilisha pale nilianza pale kubadilisha upande tu. Yaani sijui niwaambiaje. In short nilikuwa ndo najiandaa ili nilale. Mara nigeukia huku nigeukia kule. Mara nigeukia hivi kutafuta tu usingizi. Nilianza mpaka kujionea aibu kwa mambo ambayo nimeyafanya. Na hasa nikikumbuka lile busu. Ingawa mwenzangu hazungumzii, amefanya kama vile halipo, mimi mpaka nikawa naona aibu, najiziba mpaka uso wangu, aibu, yani nacheka kidogo afu nikawa nasema, kwa nini tuliacha sasa jamani? Wakati nilikuwa na mbusu vizuri tu, afu lilikuwa busu zuri kweli, yani kama kwenye movies zile za mbele huko jamani. Yaani naongevu huko nikawa nacheka. Sasa nikana naendelea kukumbuka kwamba yale maneno, Mungu wangu, mkaka na maneno yule, nachanganyikiwa mimi. Nimetoa wapi akili zote hizi za kumwaza huyu mkaka? Au naanza kuwa na akili nyingi? Jamani msikilizaji, nikisema nielezee hali yangu pale kitandani nashindwa kabisa, maana usingizi ulikuwa uje. Nikisema nielezee siwezi, lakini tu mjue sasa nilihangaika sana. Bado nikachukua simu yangu nikaanza kusoma message za mwanzo tokea tunaanza kufahamiana mimi na huyu customer care. Alivyonipotea, nilijikuta ninazidi kupata aibu. Hivi hizi message kama amezipata, si ni huzuni? Niliona ile message ndefu nilikuwa nimemuelezea vile nampenda na umia namna ambavyo yeye hapatikani. Yaani nilijikuta nasoma afu kwa aibu. Nikawa najiuliza ni kwa nini? Jamani. Yaani kuna message nyingine mtu unakuwa umeituma kitambo afu ukirudia mpaka mwenyewe unajicheka. Ndio haya mimi ambayo ilikuwa imenikuta. Yaani nilikuwa najikuta nacheka kwa message ambazo nilikuwa nimemtumia Gosby. Nikawa najisemea tu Mungu saidia. Gosby asijakaona hizo message maana ni aibu. Si ataona mimi ndo nimemtongoza sasa. Na aibu mimi nitaiweka wapi sura yangu? Ila uzuri hajaona. Mbona haoneshi lolote kama ameona kitu? Kama angeona ni lazima angeniambia. Hajaona hizi message itakuwa hata alivyoanza kupatikana kuwa hewani hizi message hazijaenda. Nikawa na hakika hivyo. Nikasema Mungu fanya jambo hizi messages zisije siku zikaenda. Na mimi nikakaa tu kimya kama vile hakuna kitu. Basi nikawa nasoma zile message na cheka mwenyewe, nimekuwa kama vile msichana ndo ambaye anaanza mahusiano, nyie acha tu. Namna huyu mkaka ambavyo ameniingia moyoni mwangu hata namshangaa Mungu. Yaani mikoje namna hii? Mbona ghafla tu? Basi nililala. Ile nalala bwana. Si nikamkumbuka bwana bibi yangu alivyokuwa msumbufu. Ile sauti yake alivyosema mamila komani sijui ikae imenijia. Nikajuta tu nacheka nikasema ila huyu bibi yangu jamani msumbufu sana. Hapa naona sasa asubuhi kutakavyokucha ataniwahi kweli nilale tu sasa nijiandae kujibu maswali yake hiyo kesho asubuhi. Bibi yangu mbona kazi ninayo? Basi kweli nikalala zangu usingizi mzuri na pia nilikuwa na uchovu vibaya mno. Sikuweza kabisa hata kuwahi kuamka, lakini ningefanya nini? Na usiku nilikuwa nazungumza na mwanaume wa maana sana kwenye maisha yangu kuliko hata wanaume wote ambao nimewahi kuwajua. Basi ndo niliamka nikaingia bafuni asubuhi hiyo sasa. Ile naoga nasikia raha mwenye vibaya mno. Sijui ni nini mwilini kilikuwa kinanipitia. Sijui ni nini ambacho jamani. Mpaka nikawa nawaza huko mwanzoni mimi kitu gani kilikuwa nikinikosesha raha kwenye maisha yangu. Mbona sasa hizi nina raha? Kwa nikwambia kitu kimoja msikilizaji. Siku utakayoamua kulegeza moyo, kufurahi maisha, kunywa maji mengi, hata mambo yanaanza kufunguka kwenye kazi zako. Mimi nakwambia hata mambo yanaanza kuwa marahisi. Mikunjo usoni itapotea, uso unakuwa na nuru, unaanza kunawili. Yale mafuta uliyosema yanagoma kukufanya upendeze mpendo wangu. Kunjua moyo utapendeza na hata mwenye utashangaa. Moyo ufurahie mambo yako yatafunguka mpaka mwenye utashangaa. Anza leo mimi nakwambia.
Nye msikilizaji, make sure unalinda moyo wako. Hata kwenye maandiko yanasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Uzima wa maisha yako, uzima wa afya yako, uzima wa ndoa, uzima wa watoto, uzima wa mahusiano, uzima wa uchumi na biashara yako. Usikubali msongo ukuue. Shindana nao, na wewe ndo umepewa nguvu za kushindana na viumbe vyote. Wewe ndo una hizo nguvu, yani usikubali. Basi mimi nikaoga, nikavaa vizuri, nikapendeza sana, na hata nilipotoka nilimkuta bibi yangu anakunywa chai yake. Nilimsalimia pale kwa upendo, na kisha bibi yangu alinitazama kwa muda. Nikamuuliza, bibi, mbona unamtazama hivyo? Kuna nini, tatizo gani? Mjukuu wangu. Bibi akaniuliza, mjukuu wangu, kwani wewe umebadilisha mafuta? Nikamwambia, kwa nini bibi? Najua wewe una rangi nzuri tu ya kupendeza, lakini mbona kama hii inakupendeza zaidi? Nikamwambia, hapana bibi, sijabadilisha chochote, bali mfumo tu wa maisha yangu umebadilika. Nina furaha sana bibi yangu. Inabidi nimpe zawadi huyo Maimila kwa wako Mani huyo. Kwani huyo Maimila kwa wako Mani jina lake ni nani? Nikamwambia, ushaanza, hebu muone ulivyo. Unajua bibi umekaa kiukorofi tu. Akaniambia, mwanangu, mimi sijui, nimeuliza tu, lakini kwani huyo anayekupa wewe furaha anaitwa nani? Nikamwambia, anaitwa Gosbet bibi. Mimi nawahi kazini. Wewe huwezi kuondoka, inabidi tukae tuzungumze. Rudi hapa mjukuu wangu. Kazini wewe huko hujaajiriwa, wewe ndo umejiajiri. Nikamwambia, lakini bibi, nina kazi nyingi. Mimi nitakusaidia. Nikamwambia, lakini bibi, kwa hiyo wewe na Gosbet mmefikia wapi? Nataka sana kujua mjukuu wangu, mmefikia wapi? Afu bibi, unalikosea sana jina lake. Sio Gosbet, anaitwa Gosbet, au mwite tu Gosby. Bwana huyo, lakini wewe umenielewa? Bibi, sielewi kabisa yani, kwa sababu Gosby hasemi kitu, ananifurahia tu. Sasa sielewi bibi. Yani mimi mpaka kuna muda naona kuchoka. Hanitongozi, haoneshi, yani ananijali ndio hivyo, lakini mbona niambia ananipenda? Mbona niambia ananitaka ili tuwe kwenye mahusiano? Ndio kitu pekee ambacho ninakisubiri. Lakini bibi, nasubiri nikaa vile nasubiri maji jangwani bibi. Yani sioni dalili yoyote. Haya msikilizaji, huyu bidada wa kuitwa Bella anasema haoni dalili yoyote. Mshikaji haoneshi kabisa dalili za kutamka hilo neno na kupenda, nataka uwe mke wangu. Lakini mshikaji anaonesha kujali na anaonesha kila kitu. Sasa huyu bidada siku akimove on, huyu mwamba atamkumbuka sana huyu bidada. Wewe bidada anajileta hivi, nitongoze, uona kwa domo zege utaki, maana yake nini? Akija hapa kichukuliwa na mtu mwingine unaanza kununa, wivu na kisirani, moyo umekujaa, umekuvimba kweli kweli. Gosby, mambo gani? Acha upumbavu bwana. Hebu mtongoze dada watu, mpaka anaenda kusemelea kwa bibi yake kwamba umtongoze. Namna gani, vipi bwana? Umenikera bwana. Mimi niishi hapa katika hii sehemu ya 3. Siwezi kuendelea. Nitaendelea na sehemu ya 4 mpaka pale utapomtongoza mwenzio. Mambo gani hayo bwana?